Hii ikiwa ni sehemu ya 15, mzigo mtamu wa kuitwa Sweet Love. Na tukumbuke pale tulipoishia katika sehemu ya 14 ni ambapo Hafsa alikuwa anaongea na mama yake. Mama yake tayari ameshaingia katika nchi ya Scotland. Na lengo ni kuja kuonana na mwanae Hafsa. Kwa sasa walivyokuwa wanaongea, Hafsa alionekana kushtuka, mama yuko Scotland. Na tena sio yuko Scotland, yuko nyumbani jamani. Kipindi hicho Hafsa alikuwa yuko hospitalini. Hafsa kashtuka, mama uko hapo nyumbani? Mama yake anambia niko hapa getini. Na kusubiri, uko wapi? Kumbuka ndani ya nyumba ambayo anaishi Hafsa ndio nyumba ambayo anaishi Victor, ndio nyumba anayoishi Eliana. Na huyu mama Hafsa hampendi Victor. Yeye anachoamini kabisa Victor ni mume wa mtu. Kwa nini bado analanda na mwanae Hafsa? Hebu karibu kwenye sehemu ya 15 bwana. Hafsa, unataka kuniambia kwamba rafiki yangu mimi alinidanganya? Kwamba wewe hukai na Victor kwenye nyumba hii? Hafsa, usinichezea akili. Sawa binti yangu, nataka ukweli. Yaani uliniaga kwamba umepata kazi Scotland. Kumbe kazi yenyewe ndio hii ya kuja kuishi na mume wa mtu, si ndio? Hivi una akili kweli wewe? Hafsa alimeza mate, akihisi jasho baridi likimtiririka shingoni. Ndani ya moyo wake hofu haikuwa tu juu ya kukamatwa kwa siri zake, bali pia juu ya uwezekano mama yake kugundua hali halisi ilivyo, ya kuwa ndani ya nyumba hiyo pia anaishi Eliana, adui yake mkubwa. Mama, tafadhali. Sauti ya Hafsa ilitetemeka. Yaani nipo hospitali sasa hivi mama. Sikutarajia kukuona. Nipe muda kidogo, nitakupigia baada ya kumaliza hapa. Ila naomba uende kukaa hotelini mama. Unasemaje wewe? Hebu nisikilize vizuri. Siondoki hapa mpaka uje na huyo hawara yako. Mama, lakini kufanya hivyo utaharibu kila kitu. Mama Hafsa hakuwa mtu kukubali majibu ya kukwepa. Hospitali? Wewe tena? Hafsa, unanifanya nianze kuamini kwamba yote niloambiwa ni kweli. Kwamba hali yako ilizorota kwa sababu ya Eliana. Na sasa bado unaishi karibu naye, si ndio? Hivyo unawezaje kuruhusu jambo kama hilo? Na bado unaniambia kwamba niondoke kweli? Hafsa alikaa kimya, macho yake yakianza kuwa na unyevunyevu wa machozi. Alitamani kusema ukweli, lakini uoga mama yake kuja uso kwa uso na Eliana ulikuwa ni mkubwa mno. Mama, nitakuona. Tafadhali ondoka kwanza hapo, alisema kwa haraka Hafsa, na kisha alikata simu kwa mikono iliyomtetemeka. Ndani ya wodi, Hafsa aliinama. Alishika kichwa, hofu ilikuwa ikimkandamiza, sio tu kwa kuwa mama yake alikuja bila taarifa, bali pia kwa kuwa huu ndio ulikuwa mwanzo wa kufichuka kwa siri kubwa ambayo yeye alikuwa amemficha Victor, na kama ikijulikana inaweza kuwa doa kwenye penzi lao. Aliendelea kukaa kitandani Hafsa, mgongo wake ukiegemea mto mweupe, macho yake yakiwa yameelekea dirishani, lakini hakuona mandhari nzuri ya nje. Ndani ya moyo wake Hafsa, mawazo yalikuwa yakipishana kama mawimbi makubwa ya bahari yenye dhoruba. Mlango ulifunguliwa taratibu na Victor ingia. Mkononi Victor akiwa na bahasha yenye nembo ya hospitali. Sura yake ilikuwa na tabasamu la faraja, lile tabasamu la mtu anayebeba hatari njema. Alikuwa na imani ya kwamba mara hii Hafsa ataondoka hospitalini akiwa na uso wa furaha. Habari njema mpenzi, Victor alisema kwa sauti ya upole, huku akivuta kiti na kukaa karibu na kitanda. Unajua daktari amesema ya kwamba jeraha lako linaendelea vizuri sana. Wanasema iwapo utaendelea kufuata maelekezo yao, utapona kabisa mapema kuliko hata walivyoweza kutarajia. Victor alitoa majibu yale kutoka kwenye bahasha na kumkabidhi Hafsa. Macho yake yalimwangalia kwa umakini, akisubiri kuona tabasamu au hata dalili ndogo ya furaha kutoka kwake, lakini ilikuwa kinyume chake.
Hafsa alishika karatasi hizo kwa mikono midogo na kuzipitia kwa haraka bila hata kubadilika uso. Macho yake Hafsa yalibaki kuwa na huzuni iliyofichwa na hofu isiyoelezeka. Victor ilibidi asogeze mkono kuushika mkono wa Hafsa na kisha akamwambia Hafsa, mbona kama vile huonyeshi hata furaha kidogo? Nilidhani hili ndilo jambo ulilokuwa unaliombea. Hapo Hafsa alinyamaza. Aligeuza uso wake kuelekea upande wa pili, kana kwamba kutazama uso wa Victor kulimfanya moyo wake uzidi kuwa mzito. Hakuwa tayari kueleza ukweli ya kuwa moyo wake ulikuwa unachemka kwa hofu juu ya uwepo wa mama yake nyumbani. Alihisi kuwa akiongea Victor angechukua kila kitu kwa mzaha au angekasirika. Hafsa, kuna kitu kinakusumbua? Hebu niambie, maana sio kawaida yako kukaa kimya hivi. Muda huo Hafsa alitikisa kichwa taratibu kabisa na kisha akasema, hamna kinachonisumbua, alijibu kwa sauti ya kunong'ona sana. Victor alimwangalia kwa muda Hafsa akitafuta dalili yote ya kusema ukweli, lakini alishindwa kupata. Baada ya sekunde chache za ukimya, aliamua kutokuendelea kumuuliza maswali. Okay, sawa basi. Tutoke, maana daktari amekuruhusu kurudi nyumbani. Najua hutopenda kuendelea kukaa hapa kwa muda mrefu zaidi. Victor alisimama na kumsaidia Hafsa kushuka kitandani. Hafsa alinyanyuka taratibu, alijivuta taratibu kuelekea kwenye mlango, mikono yake ikikaza kwenye mikono ya Victor. Walipotoka nje ya wodi, upepo wa baridi uliwapiga nyusoni na gari la kifahari lililokuwa limeegeshwa lilikuwa tayari kuwasubiri. Safari ya kurudi nyumbani ilianza. Ndani ya gari hali ilikuwa kimya sana kiasi kwamba sauti pekee iliyosikika ilikuwa ni ile ya injini ikipiga kwa upole na sauti ya upepo ikipenya kupitia madirisha yalikuwa yamefungwa nusu. Victor mara kadhaa alimtazama Hafsa kupitia kona ya macho yake, akishangaa ni nini hasa kinachomkaba binti huyo leo. Lakini hakutaka kuharibu safari kwa maswali mengi. Kwa upande wa Hafsa, mawazo yake hayakuacha kumrudia mama yake. Alijua mama yake alikuwa ni mtu wa vitendo, asiyependa kuchelewa wala kushikilia maneno. Hivyo kama bado yuko pale nyumbani, basi mazungumzo mazito yangetokea. Hakuwahi kumwona mama yake akiwa na hasira kali kwa kiwango ambacho alikuwa kikihisi sasa. Mungu wangu. Hafsa alijiwazia hivyo kimoyomoyo, macho yake kitazama mandhari ya barabara wanayopita kwa haraka. Nikifika tu na nimkute pale, kila kitu kitavurugika. Mama akijua ukweli kwamba Eliana yuko pale nyumbani, tena chini ya paa moja na mimi na Victor, atachukua hatua. Na sidhani kama Victor atakubali kuachia hali hiyo ipite bila ugomvi. Lo, nimekwisha mimi. Kila dakika iliyopita iliongeza kasi ya mapigo ya moyo wa Hafsa. Hata Victor alipokuwa akizungumza na dereva kuhusu njia ya mkato kurudi nyumbani, Hafsa kuwa akisikia chochote. Aliposhika begi lake dogo alilokuwa nalo, vidole vyake vilikuwa vikitetemeka. Kila sekunde ilimkaribisha kwenye hatima isiyoepukika, kukutana uso kwa uso na mama yake. Bala. Hafsa aliweza hata kujiwazia taswira mama yake akisimama katikati ya sebule ya jumba lile, macho yakiwa ni makali, sauti yake ikipanda na kuhoji ni kwa nini Hafsa anaishi katika hali hiyo ya hatari kihisia. Basi bwana, kadiri walivyokuwa wakikaribia nyumbani, kiukweli Hafsa alijihisi kama mtu anayekaribia kuingia kwenye moto wa wazi. Na kwa ndani kabisa alitamani gari lingevunjika njiani ili kuchelewesha muda. Lakini hakuweza kuzuia muda. Kilichokuwa mbele yake kingefika tu. Gari lao lilipokaribia geti kubwa la jumba, moyo wa Hafsa ulikuwa bado unagonga kwa kasi. Aliposhuhudia mlinzi akiwafungulia lango na kusalimia kwa heshima ya kawaida, hakusikia dalili yoyote ya msisimko wa haraka au taharuki ambayo ingetokea kama mama yake bado angekuwa ndani. Walipoingia kwenye uwanja mkubwa wa mbele, gari lilipaki taratibu mbele ya mlango wa kifahari wa kuingilia. Hafsa alijisikia kama anashuka kutoka kwenye safari ndefu ya mateso ya kiakili. Victor alitoka wa kwanza, akamzukukia upande wake na kumfungulia mlango, akimsaidia kushuka. Kwa macho ya tahadhari, Hafsa aliangalia haraka eneo lote la kuingilia. Hapakuwa na dalili yoyote ya uwepo wa mama yake.
Hakuna taswira ya sura kali, hakuna sauti ya kumwita, hakuna mikono iliyokunja kifua kwa hasira. Palikuwa papo kimya, isipokuwa upepo mdogo uliokuwa ukivuma bustanini. Walipofika mlangoni, mlinzi aliyekuwa kasimama pale kwa heshima aliwasogelea kidogo na kumwambia Victor kwa sauti ya chini kwamba mheshimiwa, mama wa Bi Hafsa alifika hapa mapema leo, lakini baada ya kusubiri muda kidogo bila kuwapata aliweza kuondoka. Maneno hayo yalipofika masikioni mwa Hafsa, kama vile mzigo mzito uliogemea kifuni mwake ulipunguzwa kwa ghafla. Alipumua kwa nguvu, akihisi pumzi hiyo ikienda moja kwa moja kwenye moyo wake uliokuwa umebanwa tangu wakiwa wako hospitalini. Asante Mungu, alijiwazia kimya kimya Hafsa, akipiga hatua ndogo kuelekea ndani. Victor ambaye hakujua uoga uliokuwa unamkaba Hafsa muda wote, alibaki tu kumtazama kwa macho ya mshangao. Kuna kitu? Kwa nini unavuta pumzi hivyo kama vile umeponea chupuchupu? Alijiuliza huku akijaribu kutabasamu. Hafsa alijikaza akatabasamu kwa kutokujali. Amna. Nimefurahi tu kukuta nyumba ikiwa tulivu. Nilidhani tutakuta wageni. Hawakuongea tena. Walipoingia ndani ya jumba, upepo baridi ulionekana kusogea kutoka kwenye madirisha makubwa ya vioo, ukipenya kwenye mapazia ya hariri. Harufu ya maua safi kutoka kwenye vesi kubwa katikati ya sebule ilichanganyika na manukato ya kifahari yaliyokuwa yakisambaa hewani. Hafsa alikaa kwenye sofa kubwa akishusha begi lake pembeni. Kwa mara ya kwanza tangu asubuhi, alihisi moyo wake ukipata nafasi ya kupumzika. Lakini pamoja na ahueni hiyo, ndani kabisa alijua hii haikuwa mwisho wa hofu yake. Mama yake bado angeweza tu kurudi, na hiyo siku ingetokea tu bila shaka. Victor kwa upande wake aliendelea kuzungumza na mlinzi na mfanyakazi wa ndani kuhusu chakula na mpangilio wa nyumba, lakini Hafsa hakuwa anasikiliza mazungumzo hayo. Akili yake Hafsa ilikuwa bado ikipanga, akijiandaa kwa siku ambayo mama yake atatinga ndani hapo bila onyo na kuikabili hali ambayo amekuwa akiikwepa kwa muda. Kwa sasa Hafsa aliamua kufurahia ukimya huu wa nadra. Ukimya wa nyumba bila migongano, bila macho mama yake akihoji, na bila mvutano kati ya watu watatu wanaoshindana chini ya paa moja. Lakini moyoni Hafsa alikuwa anajua ni mapumziko mafupi tu kabla ya dhoruba kubwa kuja kutokea. Majira ya jioni, alipoona Victor kapitiwa na usingizi, aliamua kutumia fursa hiyo kwenda kuonana na mama yake. Hafsa alimpigia simu mama yake na akamuuliza yuko wapi, na kisha bila kuchelewa Hafsa alielekea huko alipokuwa mama yake. Alipofika kwenye hoteli ambayo mama yake alikuwa amefikia, alikuta akiwa ameketi kwenye bustani za hoteli hiyo. Umekuja eh? Haya sasa niambie. Nini unafanya Hafsa? Hivi unajua kama umejiingiza kwenye matatizo makubwa? Eti binti yangu. Mama nisikilize kwanza. Nikusikilize kitu gani wakati umenidanganya? Ina maana umefika huku binti yangu? Mama nililazimika tu. Sikia nikwambie wewe. Siwezi kuvumilia kuona unaharibikiwa binti yangu. Huko Tanzania polisi wanaendelea na uchunguzi na inaonekana ni kwamba wewe umejiteka mwenyewe kwa makusudi na kisha ukaamua kumtaja Eliana binti wa rais kama ndiye aliyekuteka. Hivi hukufikiria hilo hata kidogo wakati unawaambia polisi? Mama, mimi nilisema kile ambacho nilikuwa nakiona wakati nilipokuwa mateka mama. Aha. Sasa kwa nini polisi waanze kuhisi kama wewe ulijiteka mwenyewe? Mama, hilo liko wazi. Polisi wanajaribu kuficha uovu wa binti wa rais. Mama, Eliana ndiye aliniteka. Ila kinachofanyika ni kujaribu tu kumuondoa kwenye hii kesi. Hata kama Hafsa, kimsingi bado sikuelewi kabisa. Kwanza wewe uliniaga kwamba umepata kazi huko, lakini kumbe sio. Sasa kwa nini nisiamini kama kuna jambo unanificha? Alafu kwanza wewe ulitoa wapi pesa za kununua ile nyumba ya Mbezi Beach? Mama, mimi nilipwa kamisheni yangu ya mwezi mama. Kamisheni? Kamisheni ndio vitu gani? Mambo ya biashara hayo mama, huwezi kunielewa. Ila nikombe kitu mama. Inabidi tu urudi tu kule nyumbani Tanzania. Hafsa, mimi ni mama. Mimi ni mama yako Hafsa. Naweza kuwa na mapungufu yangu kama mwanadamu, lakini hakuna mama ambaye yuko tayari kuona binti yake anaangamia kisa tu mali. Kweli nilitaka uolewe na Victor, kweli sikatai.
na nikakusapoti kwa kila hali, lakini hatukuweza kushindana na hatima. Bado Victor alimuoa Eliana. Lakini nashangaa kuona hiki ulichokifanya binti yangu. Huyu ni mwanaume, ni mume wa mtu. Mimi wewe sijakufundisha uje kuchukua wanaume za watu. Tena huyu sio tu mume wa mtu, ni mume wa binti wa rais. Hivi unajua nini kitatokea hili jambo likisambaa mtandaoni? Mama, Victor mimi ni mwanaume wangu. Nilikuwa naye kabla hata huyo Eliana kuja kwenye maisha yake. Sasa iweje leo hii nimpoteze kirahisi namna hii? Hivi wewe huwezi kukubali kwamba hii haikuwa riziki yako mwanangu? Ulikuwa na Victor kwa miaka 3 lakini hajakuoa. Unajua hiyo ina maana gani? Hebu acha hilo swala mwanangu, achana nalo kabisa. Rudi nyumbani kabla hujaingia kwenye matatizo makubwa. Muache mume wa watu. Naam. Hapo Hafsa alihamaki. Alimtazama mama yake kwa uso wa mshangao na kisha akasema, Mama, hivi kweli wewe ndio yule mama mweusi ninayemfahamu au mtu mwingine? Yupo wapi mamangu mwenye mipasho ya Uswahilini? Yupo wapi yule mamangu ambaye ni bingwa kumfunda mwali kabla ya ndoa? Hapana mama, hilo haliwezekani. Yaani mimi siwezi kurudi nyuma mama. Mama, ona hili jeraha kichwani mwangu. Ni matokeo ya huyo binti unayemtetea hapa. Alafu unataka nirudi Tanzania kwanza upya? Mama, hapana. Sipo tayari kwa hilo mimi. Hivi Hafsa, una uhakika na maneno yako unayozungumza? Ndiyo mama. Ninachokisema na maanisha mama. Hapo mama Hafsa alichoka hoi. Aliketi chini huku akionekana kuwa na mawazo sana. Alimtazama binti yake kwa uso wa huruma na huzuni na kisha alianza kuongea. Hafsa binti yangu, kama angekuwa mtu mwingine ningesema na kusingizia. Lakini niko hapa mimi mwenyewe. Sina uhakika, ila ninachokijua ni kwamba unachokifanya unakosea sana binti yangu. Kiukweli siuoni mwisho mzuri wa hiki unachokifanya. Mwisho wake utakuwa ni mbaya sana. Ni kweli tumekulia Uswahilini, tuna lugha za mtaani, lakini hiyo haina maana ya kuwa watu wote wanaoishi Uswahilini hawajastaarabika. Mimi sikukwambia wewe uchukue mume wa mtu. Niambie kwenye mafundisho yangu yapi ambayo mimi nimekufunda wewe uchukue mume wa mtu, tena aliyefunga ndoa? Mimi nilikupa mbinu za kumvuta Victor awe wa kwako na pengine akooe wewe, lakini imekuwa tofauti. Kwa hiyo kama hutaki kuachana na hili swala, sawa, uamuzi ni wa kwako. Kesho mchana mimi narudi zangu Tanzania. Unaweza kuja kunisindikiza kama ukipata muda. Usipopata muda sawa, hakuna shida. Lakini jua tu ya kwamba mwisho wa hili utakuwa ni mbaya tena kwa upande wako. Aliongea mama Hafsa na kisha alinyanyuka kuingia ndani ya hoteli huku akimwacha Hafsa akiwa anamtazama tu. Saa ziliendelea kusogea na hatimaye usiku kaingia. Anga la Scotland lilikuwa limefunikwa na mawingu meusi na upepo wa baridi ukipiga ukuta wa mawe wa jumba hili la kifahari la Victor. Saa 3 usiku Victor aliamka ghafla. Mwanzoni alidhani labda kelele ya upepo ndiyo iliyomtoa usingizini, lakini moyo wake ukamkumbusha kwamba kuna kitu kingine, hisia ya kwamba hakuwa peke yake kwenye kitanda. Na sio kwa sababu alikuwa amelala peke yake, bali kwa sababu kitanda kilikuwa tupu kwa upande wa Hafsa. Ilibidi kwanza Victor akae kitako pale kitandani. Akainua shuka taratibu, macho yake yakitazama kona zote za chumba, lakini Hafsa hakuwepo. Hafsa, aliita kwa sauti ya chini, akitarajia kwamba atasikia majibu kutoka bafuni au kwenye kona ya chumba, lakini kimya kilitawala. Victor alisogea mpaka dirishani, akatupa macho nje akitafuta dalili yoyote ya mwanga au harakati kwenye bustani, lakini hapakuwa na kitu. Ni upepo pekee uliokuwa ukicheza na matawi ya miti. Victor alianza kuhisi msukumo wa hofu. Msukumo ule unaokaa tumboni na kupanda polepole kifuani. Alitoka haraka chumbani, alishuka ngazi kwa miguu ya tahadhari. Alipofika sebleni, alimkuta mlinzi wa zamu akiwa amekaa karibu kabisa na mlango wa mbele. Mzee wa kazi,
Victor alianza, sauti yake ikibeba mchanganyiko wa wasiwasi na amri. Hivi unajua Hafsa yuko wapi? Mlinzi ambaye alikuwa amekaa wima kana kwamba anasubiri maswali alijibu kwa utulivu kwa kusema, boss, Hafsa alitoka majira ya saa 11 za jioni, lakini hakuniambia anakwenda wapi. Nadhani anaenda kutembea au kukutana na rafiki yake. Maneno hayo yalimgonga Victor kama baridi ya ghafla. Saa 11 jioni, hiyo ilikuwa inamaanisha kwamba masaa 4 yaliyopita, na sasa ilikuwa ni saa 3 za usiku. Hakuna dalili ya kurudi kwa Hafsa. Hakupenda kabisa hali ya kutokuwa na taarifa. Bila kupoteza muda, Victor aliingiza mkono mfukoni, alitoa simu yake. Alitafuta jina la Hafsa haraka sana kwenye orodha ya mawasiliano, akabonyeza na kisha akampigia. Sikio lake lilikuwa tayari kwa sauti ya simu ikilia mbali, ikiashiria labda Hafsa atapokea, lakini ghafla mlio wa simu ulisikika ndani ya nyumba. Sauti ya kukatisha tamaa ilitoka upande wa meza ya kioo iliyokuwa iko sebuleni. Ina maana kwamba Hafsa aliacha simu ndani. Victor aligeuka haraka, akapiga hatua 3 kubwa hadi pale kwenye simu, na hapo ndipo alipoiona simu ya Hafsa. Iko bado inaita, iking'aa juu ya meza kana kwamba inamcheka. Victor alisimama kimya, akitazama simu hiyo kwa sekunde kadhaa kana kwamba ingeweza kumpatia majibu ni wapi alipo Hafsa. Victor akapiga tena kwa uhakika, lakini mlio ule wa ndani ya nyumba ukajibu tena. Hii ilikuwa ni ishara ya wazi kuwa Hafsa alikuwa ameondoka bila ya simu, bila kuacha ujumbe, bila hata kuashiria wapi ameenda. Ndani yake maswali yalianza kuzunguka kwa kasi ajabu ya kwamba Hafsa amekwenda wapi? Amekwenda kwa nani? Kuna mtu amemchukua? Au ameamua kuondoka kwa hiari yake? Au ametekwa tena? Victor akiwa amesimama katikati ya sebule hiyo, sebule kubwa yenye mwanga hafifu, Victor alihisi kama vile amebaki na kitendawili kigumu zaidi maishani mwake. Kila hali aliyofikiria ilileta namna fulani hivi, lakini hakuna hata moja iliyompa uhakika. Aligeuka na kumtazama mlinzi. Hakuna gari lilitoka hapa? Aliuliza Victor kwa sauti ya shinikizo. Mlinzi akasema, mkuu, Hafsa aliondoka kwa miguu, na nilipouliza kama anahitaji usafiri, alisema hapana. Mlinzi alijibu hivyo. Sasa naye akaanza kuona uzito wa hali hiyo. Victor alivuta pumzi ndefu, alihisi hasira ndogo ikichanganyika na wasiwasi mkubwa. Hafsa, kwa majeraha yake na hali yake ya sasa, hakuwa na nguvu nyingi za kuzurula usiku huu kwenye mitaa ya Scotland. Hatari za kila aina zilimjia akilini, kutoka kwa watu wabaya, hali ya hewa, hadi ajali zisizotarajiwa. Lakini pamoja na hofu hiyo, kuna kitu kingine kilimkaba zaidi Victor. Ukweli ya kwamba Hafsa alikuwa ameondoka bila ya simu, bila maneno, kana kwamba alikuwa anatoroka au anajificha. Victor alikaa kwenye sofa, akashika simu ya Hafsa mkononi. Macho yake yalikodolea kana kwamba ilikuwa kipande cha fumbo lisilokamilika. Alijua alfajiri ikifika lazima ataanza kumtafuta, lakini kwa sasa, saa hizi za usiku, hakuwa na dalili hata moja ya kuanza nayo. Hafsa yuko wapi? Swali hilo lilibaki tu hewani, likiendelea kumtandika kama upepo wa baridi uliokuwa ukipiga kioo cha dirisha. Akiwa bado ameketi kwenye sofa, simu ya Hafsa ikiwa iko mkononi, macho yake kitazama sakafu kana kwamba jibu la kitendawili hiki iligubikwa kutokea pale. Saa ilikuwa ikisogea taratibu na ukimya wa usiku ulikuwa ukimzonga. Mlinzi wake alikuwa amerudi kwenye nafasi yake ya nje, lakini mawazo ya Victor yalikuwa mbali sana. Si ndipo ghafla mlango wa mbele ulifunguliwa taratibu, mwanga wa barabarani ukapenya ndani, na harufu nyororo ya manukato hali iliingia pamoja na hatua nyepesi. Victor aliinua macho, na hapo ndipo akamwona Eliana. Alikuwa amevalia vazi lile lile la mchana, gauni refu lililobana kiunoni, likimtoa sura ya mwanamitindo wa kiwango cha kimataifa. Nywele zake Eliana zilikuwa zimeanguka kwa ustadi wa kwenye mabega, midomo ikiwa na rangi nyekundu iliyong'aa, na uso wake ulikuwa umebeba tabasamu la kuvutia ajabu, unaambiwa. Tabasamu lililochanganyikana na furaha ya kujiamini. Umerudi eh? Victor alisema kwa sauti ya chini, sauti yake ikiwa na mshangao wa wazi wazi. Unajua, nilidhani umeenda nyumbani Tanzania. Umeenda kulialia kwa baba yako. Eliana alisogea taratibu,
hatua zake zikitoa sauti laini kwenye sakafu ya mbao, macho yake yakimkazia Victor kwa mtazamo wa kuvutia na wenye siri. Aliketi pembeni ya sofa lake akitupa mkono mmoja juu ya mgongo wa kiti kwa mtindo wa kupumzika, huku akivuta pumzi fupi kana kwamba amechoshwa na usiku wa furaha. Victor, kwa nini nirudi nyumbani wakati tayari nimeolewa? Alijibu Eliana. Victor alimtazama kwa umakini sana. Nisikilize Eliana, kuna kitu kimebadilika. Mchana ulikuwa uko kimya mwenye huzuni, na sasa unanipa picha tofauti kabisa. Ni nini kimekufanya uwe hivi? He. Eliana alicheka kidogo, kicheko cha taratibu na chenye ladha ya utani. Victor, sio kila kitu kinahitaji maelekezo, alisema Eliana huku akimkazia macho kana kwamba macho ya kimitego. Wakati mwingine mtu anahitaji tu kuweza kufanya maamuzi mapya na kuyafurahia yeye mwenye maisha yake. Au maybe ulitaka mimi niendelee kulialia kila siku, si ndio? Victor alijikuta kihisi moto wa aina mbili, moto wa hasira wa kutokupata majibu ya kila alichokiuliza, lakini pia mvutano wa ajabu kwa namna Eliana alivyokuwa akizungumza. Okay, sawa. Lakini ulikuwa uko wapi? Nimekuwa na usiku wa wasiwasi sana hapa. Na sasa unaongea ukiwa uko na furaha na tabasamu, kana kwamba dunia yote hii ni yako. Hii ni nini na maana? Au unapanga kitu gani? Naomba uniambie Eliana. Eliana alipinda mdomo wake, alinama kidogo kuelekea kwake na kisha alivuta glasi yake ya divai nyekundu kutoka kwenye meza ya kioo. Victor, alisema Eliana kwa sauti ya chini na yenye mdundo wa kimahaba. Nadhani unasahau jambo moja Victor. Mimi bado ni mke wako. Na kwa kuwa ni mke wako, sio lazima ujue kila hatua niliyopiga mchana. Kwa sababu kufanya hivyo tafsiri yake ni kwamba hatuaminiani. Eliana, hebu nisikilize. Usijaribu kuniletea drama hapa. Yaani kwa kinachotokea kwako, haiwezekani uwe na furaha kubwa namna hii. Wewe furaha unaitoa wapi? Hafsa yuko wapi? Na usiniambie kwamba umemteka tena. Eliana aliangua kicheko cha mahaba. Alisimama akapiga hatua mpaka pale alipokuwa Victor na kisha akasema kama vile anajaribu kuuliza jambo. Ina maana kwamba Hafsa ameondoka? Mbona mapema sana? Usiniambie kwamba na yeye umemfanyia kama uliyofanya kwangu. Eliana, nakuuliza tena, Hafsa yuko wapi? Kwa nini Hafsa aondoke kimya kimya? Kwa nini aondoke bila kuchukua hata simu yake? Huu ni mchezo wako mpya, si ndio manake? Hivi hujaridhika na kile ambacho ulikifanya kule Tanzania, si ndio? Victor, sijawahi kuwa na mchezo wa kijinga kama huo. Na kamwe sitokuwa nao. Uliamua kumchagua yeye badala ya mimi. It's okay. Maamuzi ni ya kwako. Lakini usinipatie lawama mimi kama hujui yuko wapi. Basi nenda polisi. Au nikusaidie kupiga simu polisi. Hapo Victor alichoka hoi. Akiwa karibu naye kiasi cha kugusa bega lake, Eliana alionekana kucheza na maneno yake kana kwamba alikuwa akiweka mitego ya kihisia. Kila alivyotabasamu, macho yake yalionekana kumwambia Victor kwamba kuna zaidi ya anavyoweza kueleza kwa maneno. Victor alihisi msukumo wa ajabu ndani ya kifua chake. Kulikuwa kuna sehemu yake iliyokasirishwa kwa sababu Eliana alikuwa kimficha kitu. Lakini kulikuwa kuna sehemu nyingine iliyovutwa kwa nguvu na mvuto huo. Tabasamu hilo na ule ujasiri mpya aliyokuwa ameuvaa kana kwamba alikuwa ni mtu tofauti kabisa na yule msichana wa huzuni aliyemwona jana. Unanifanya nishindwe kujua. Victor alisema maneno hayo taratibu, macho yake yakipunguza umbali kati yao. Sijui kama nakuchukia kwa jinsi unavyonifanyia au kama nakupenda, au labda ni tamaa tu inayonisumbua. Kwa kweli sielewi.
Labda vyote kwa pamoja, alijibu Eliana, na kisha alivuta funda dogo la divai akapiga hatua ndogo kuelekea ngazi bila hata kuongeza neno jingine. Lakini Victor alimshika mkono na kisha akamuuliza, hivi unajua wewe bado ni mke wangu? Wewe ni mali yangu, kwa ni lazima nijue ulikuwa wapi leo mchana kutwa. Victor, una uyevu eh? Victor, unauliza hivyo kwa sababu kweli mimi ni mke wako, au kwa sababu hawara yako Hafsa hayuko hapa ndani? Hivi Hafsa angekuepo hapa ungeniuliza hilo swali? Naomba kujua unaniuliza hivyo kwa sababu gani? Kwa sababu ya vyote Eliana, na kimsingi nahitaji majibu, sihitaji tena maswali. Oh, kwa hiyo utakuwa tayari kupokea majibu kwa hali hii ninayokuona nayo? Kwani mimi na hali gani? Una hali mbaya sana Victor. Victor alishindwa kabisa kuelewa Eliana anawaza nini akilini mwake. Muonekano wake, ongea yake, tembea yake, vyote kwa pamoja vilionekana kumvuruga Victor kihisia. Aliketi kwa muda mfupi akimtazama Eliana akiwa na tabasamu nzuri na macho yaliyojaa siri. Ghafla bila kumwambia chochote, Victor alisimama tena karibu yake, mkono wake ukimsogelea polepole kiunoni mwake. Alimshika kwa nguvu kidogo, hisia zake zikimshika kwa mwelekeo wa kutaka kumpenda na kumpa nguvu. Eliana hakuwa na hoja wala maneno. Aliruhusu mikono yao kuungana kama walivyotakiwa na hisia zao. Hapakuwa na maneno yoyote yaliyotolewa. Bila kutarajia bwana, Victor alijikuta akisogelea midomo ya Eliana kwa lengo la kutaka kumbusu Eliana. Naye Eliana alitulia tutuli. Haikueleweka kama ni mapenzi au ni hisia tu za muda mfupi zilizokuwa zikiwatawala. Zikiwa zimebaki mita chache tu midomo yao kugusana, ghafla kibao chepesi kilitoa shavuni mwa Victor kikitoka kwenye mkono wa kulia wa Eliana. Victor alidua. Ni kama vile akili zake zilikuwa zimehama kwa muda, ila baada ya kibao hiki akili zake zikarejea. Unajifanya umechanganyikiwa wewe, si ndio? Yaani Victor, unifanyia ushenzi alafu sasa unataka kunibusu. Unadhani mimi ni binti asiyekuwa na yaani unadhani kwamba mimi ni binti asiyejitambua, sina maana yake? Sikia nikwambie kitu kimoja wewe mjinga. Nilikuwa mtumwa wa penzi lako kwa muda mrefu tu. Nilidhani kufanya hivyo kutakufanya unione mimi ni mwanamke wa kipekee kwako, lakini kumbe nilikuwa najidanganya. Sasa basi, kuanzia sasa hutaona tena upendo wangu kwako. Hayo mapenzi nimeyazika leo mchana, kaa ukijua hilo. Alifoka Eliana. Badala ya Victor kuchukia, ndio kwanza alianza kucheka kwa dharau, huku akizunguka pale sebleni. Unajua ni mjinga sana. Kwa hiyo umeenda huko, umekutana na wajinga wenzio, ndio wamekuambia kwamba uje na mpango huu kwangu, si ndio Eliana? Hebu sikia nikwambie wewe, usipoteze muda wako. Ni bora ukarudi zako Tanzania tu kama maisha hapa yamekushinda Eliana. Nani kukwambia maisha yamenishinda? Kama kuondoka tuondoka wewe na sio mimi. Najua uwezi kuondoka kwa sababu unaogopa aibu utakayoipata. Aibu gani? Sina haja kueleza hilo kwa sababu unaijua vizuri tu ni aibu gani ambayo unaiongelea hapa. Ila sikia, kama unakaa hapa, wewe kaa. Sitaki ugombane na Hafsa. Makubwa. Si mimi ambaye nitagombana na Hafsa, bali wewe ndio utakayegombana naye. Kwa mfano, unaweza kusema muda huu Hafsa yuko wapi? Mbona umekaa hapa lakini hujui mpenzi wako yuko wapi? Mungu aepushie mbali asiwe na mtu mwingine huko akawa anamgia kitumbua bure. Kauli hiyo ilimkera sana Victor. Alimtazama Eliana kwa macho makali na kisha akamwambia, nisikilize Eliana, huwezi kunikasirisha kwa namna hiyo. Alafu mimi namwamini Hafsa. Upendo wangu kwake ni mkubwa mno. Sawa, upenda nao. Kila laheri kwenye mapenzi yenu, aliongea Eliana huku akianza kupiga hatua kwenda chumbani kwake. Victor alibaki akimtazama tu huku asijue ni kitu gani ambacho kimemfanya Eliana aonekane kama vile hana shida na yeye, wakati masaa machache yaliyopita alikuwa ni mwenye huzuni kisa penzi lake. Msikilizaji, saa ziliendelea kusonga mbele taratibu kabisa, lakini kwa upande wa Victor,
Masaa alihisi kama vile anakimbia na mguu mmoja. Aliendelea kusalia pale sebleni, mwanga wa taa ya juu ukimulika uso wake wenye alama za kuchanganyikiwa na wasiwasi. Saa ya ukutani ilipoonyesha ni saa 5 kamili za usiku, na mara ghafla mlango wa mbele ulifunguliwa kwa taratibu. Hafsa aliingia akijaribu kuvaa uso utulivu kana kwamba hapakuwa na jambo lolote la ajabu. Alikuwa amevalia koti jeupe lililomfunika vizuri, nywele zake zikiwa bado na harufu ya upepo wa baridi wa Scotland. Victor aligeuka ghafla, huku macho akimwangalia kwa ukali mno. Wewe ulikuwa wapi? Hafsa, nakuuliza ulikuwa wapi? Aliuliza kwa sauti ya chini yenye msisitizo wa ajabu. Kwa nini hukuniambia unapokwenda? Unajua nimekuwa na hofu kiasi gani mimi? Hafsa alisogea taratibu, alipiga hatua ndogo ndogo kuelekea katikati ya sebule. Alijaribu kutabasamu kidogo, tabasamu la mtu anayejua kuwa hana majibu ya kweli ya kutoa. Nilitoka kidogo tu Victor. Nilihitaji hewa safi, na pia kuna rafiki yangu anafanya kazi hapa Scotland. Ndio nilienda kuonana naye. Ni rafiki yangu tu wa zamani. Victor hakuonyesha uso wake. Alibaki na sura ile ile, maswali mazito. Rafiki yako wa zamani? Saa 11 jioni mpaka sasa, na bila simu, bila hata neno. Hivi kweli Hafsa? Hafsa alihema kwa nguvu, akionekana kama vile anakosa uvumilivu. Victor, sio kila kitu lazima nikiripoti kwako kila dakika. Nilikuwa niko salama na ndio maana sikukusumbua, na nimerudi salama. Hofu yako ni nini? Nisikilize Hafsa. Sio kuhusu kuripoti kila dakika Hafsa. Ni kuhusu heshima na uaminifu. Nilipokupigia simu, nilipata kuona kwamba simu imeachwa hapa sebuleni, na hata mlinzi hakujua ulikokwenda. Unafikiria hiyo ni sawa? Vipi kama ungezidiwa huko ulikokwenda, ingekuwaje sasa? Hapo Hafsa aligeuza macho yake pembeni, akiepuka kumwangalia moja kwa moja. Moyo wake ulikuwa unadunda haraka, kwa sababu ukweli ulikuwa ni kwamba alikwenda kuonana na mama yake, ambaye hakuwa na uhakika kama Victor angemkubalia kama angejua. Nisikilize. Nimekuambia nilikuwa na rafiki yangu na nilihitaji kuwa naye kwa muda. Si zaidi ya hapo Victor. Hapo Victor alikaa kimya kwa sekunde chache. Alimtazama kana kwamba anajaribu kupima uhalisia wa maneno yake. Hafsa, kuna kitu unanificha. Na unajua siwezi kuvumilia mambo ya siri kwenye hali tulionayo sasa. Hapo Hafsa alivuta kitambaa. Alijaribu kuonekana kama thabiti hivi. Victor, usifanye mambo kama vile mtoto mdogo bwana. Nimekuambia nilichokuwa nafanya, si ndio? Sasa wewe kama huamini, hiyo ni juu yako. Lakini nimechoka kuulizwa maswali kama vile niko kwenye mahojiano ya polisi kila mara ninapotoka Hali ya hewa ya ndani ya sebule ilibadilika. Ukimya mzito ulitanda kwa muda mrefu. Victor alisogea karibu naye, akimtazama kwa macho yanayoonyesha wasiwasi wa kweli, lakini pia kujeruhiwa na uongo na anaohisi. Naomba mara ya mwisho usifanye nihisi kama ninaishi na mtu nisiyemjua. Kama kuna kitu kinachokusumbua, ni bora ukasema. Hakuna kinachonisumbua Victor. Nilihitaji tu muda wangu kidogo. Victor alivuta pumzi ndefu, akionekana kuachia tabasamu lake polepole. Okay, sawa. Lakini tambue kwamba usiku wa leo haukuwa sawa. Niliogopa na sitaki tena kurudia kuamka na kutokujua wewe uko wapi. Usinifanye nitumie njia zingine za kujua. Hafsa hakujibu. Alitembea taratibu kuelekea vyumbani, akiacha nyuma yake harufu ya manukato laini yaliyokuwa yamechanganyika na ukimya mzito wa nyumba.
Victor alibaki pale sebuleni akihisi kama kuna kitendawili kipya kimewekwa mbele yake hivi. Kitendawili ambacho hakijui kama ataweza kukitatua bila kuvunja imani ya mtu. Ndani ya moyo wake Hafsa, yeye kwa upande wake, mapigo yake ya moyo bado yalikuwa ni makali. Hakuwa na mpango wa kumwambia Victor ukweli kuhusu kukutana na mama yake. Alijua endapo atafanya hivyo, mambo yanaweza kupoteza mwelekeo na kuzua migongano mipya. Lakini pia alijua kwamba kila uongo una siku yake kufichuliwa. Usiku huo kila mmoja wao alilala na mawazo yake bila uhakika wa kesho nini kitatokea. Asubuhi kulipokucha, ubaridi wa Scotland taratibu ulipenya kupitia mapengo madogo madogo ya dirisha, lakini ndani ya jumba hilo kulikuwa kuna harufu nzuri ya kahawa na mikate mipya iliyokuwa inaokwa. Hafsa, akiwa bado na mawazo ya usiku uliopita, ndiye aliyekuwa wa kwanza kuamka. Alijivuta kitandani taratibu, macho yake yakiwa bado ni mazito, lakini koo lake lilikuwa kavu. Aliamua kubonyeza alamu ya chumba chake, ishara ya kwamba house girl amletee maji ya kunywa. Sekunde zilipita, dakika zilipita, lakini hapakuwa na jibu. Alijikuta akikunja uso, akihisi usumbufu wa asubuhi. Hawa watu wamelala usingizi wa majivu au? Ina maana house girl na wao wanalala kama wamiliki wa hii nyumba? Ngoja kwanza nikawashie moto huko jikoni. Inawezekana nibonyeze alamu ya kuwaita na wasikie, yani wasisikie hata mmoja. Hafsa alijisemea kimoyomoyo. Kwa hasira ndogo aliamua kushuka mwenyewe mpaka jikoni. Kadiri alivyokuwa na karibia, aliweza kusikia sauti za haraka zisizoeleweka. Miguu na sufuria, sauti mpya na miguu ikitembea kwa haraka. Alipofika mlangoni mwa jikoni, macho yake yalipigwa na taswira isiyokuwa ya kawaida kabisa. Aliona wafanyakazi wapya, wote wakiwa kwenye mavazi ya kazi yenye unadhifu wa hali ya juu. Walikuwa wanashughulika kwa kasi, mmoja akiosha matunda, mwingine akipanga vikombe vya kifahari, na watatu akifuta kaunta kwa mpangilio wa kitaalamu. Hakuna hata mmoja aliyekuwa na uso wa kawaida wa jumba lile. Hafsa alikunja uso zaidi. Alisimama katikati ya mlango wa jikoni huku mikono yake ikiwa imejikunja kifuani. Hey nyie, samani nyie na kina nani? Na mliingiaje hapa? Sauti yake Hafsa ilikuwa ya ukali wa kuamsha heshima. Wafanyakazi wale walitazamana kidogo kana kwamba hawakujua kama wanapaswa kujibu au la. Kabla hawajatoa neno, mlango wa upande mwingine wa jikoni ulifunguliwa, na hapo ndipo alipotokea Eliana akiwa amevalia gauni la rangi ya emeradi lililomkaa kisawa, nywele zikiwa zimepangwa kwa umaridadi kabisa na uso wenye tabasamu la kujiamini. Mimi ndo nimewaleta hapa. Kwa kama una maswali kwao, unapaswa kuniuliza mimi. Aliyezungumza hayo Eliana. Hafsa alipumua kwanza kwa nguvu, akihisi damu yake ikianza kupanda. Umewaleta? Yeye umewaleta bila kuniambia? Hii nyumba ni ya babako eh? Eto Eliana. Eliana alicheka kwa sauti ya chini, akipiga hatua mbili mbele huku akizungusha nywele zake kwa mkono wa kulia kana kwamba yupo kwenye tangazo la manukato. Mpenzi, naona umesahau. Mimi ni mke halali wa Victor. Kisheria na kihisia. Hii ni nyumba yangu. Kwa hiyo hakuna kumtaarifu hapa. Mimi nikiamua jambo linafanyika. Upo Bishosti? Hafsa ilibidi kwanza asogea hatua moja mbele, macho yake yakiwa ni makali kweli kweli. Mke halali? Hata kama unajisemea hivyo Eliana, kila mtu anajua nafasi yako hapa ni ya huruma tu. Umeonewa huruma tu kuwa na Victor. Usijaribu kujijengea heshima ambayo huna. Ondoa hizo takataka zako hapa ndani haraka iwezekanavyo. Huna mamlaka yoyote ndani ya hii nyumba kuleta watu pasipo idhini yangu. Unajua wewe Hafsa, akili zako ziko nusu. Katika 10 zimeondoka 5, umebakiwa na 5. Hivi Hafsa, kati yako wewe na mimi, nani wa kuondoka hapa? Au kati yangu mimi na wewe,
Na hawa wafanyakazi nani takataka? Mimi ni mke halali wa Victor, tena nimeolewa kwa ndoa. Haya, wewe mwenzetu, wewe ni nani humu ndani? Tuambie hapo, kama sio wewe ndo takataka, wewe humu ndani nani? Nisikilize Eliana, kuwa mke wa Victor hakuna maana yoyote hapa Eliana, unanisikia? Unatambua wazi kwamba Victor hataki kukuona hata kivuli chako. Simbuse kuwa mke wake. Hebu acha kujichosha wewe Eliana na kujipa majukumu yasiyokuhusu. Wewe na hizi takataka zako ulizozileta humu ndani, muondoke haraka sana iwezekanavyo. Eliana alinua kidevu chake kidogo, alitabasamu kwa namna ya kuudhi. Hafsa, tatizo lako kubwa ni kwamba unashindwa kutofautisha kati ya hisia zako binafsi na hali halisi. Hali halisi ni kwamba mimi ndiye mama mwenye hii nyumba. Wafanyakazi hawa wako hapa kufanya kazi kwa taratibu nilizoziweka mimi, mama mjengo. Kama una pingamizi, weka. Ikitokea nikapata muda wa kupitia maoni ya watu baki kama wewe, basi nitasoma hiko alichokiandika. Hapo Hafsa alipiga kicheko kidogo cha kejeli. Eliana, hujui hata haya Unaingia hapa alafu unajaribu kunionyesha kwamba nani wa kuamua. Sijui kama unanijaribu au unataka niondoke. Aliyazungumza hayo Hafsa. Eliana alisogea karibu zaidi, sasa macho yao yakiwa ndani ya mita moja tu, na kisha akamwambia, sikujaribu kwa chochote Hafsa, ninachokufanyia ni kukupa nafasi ya kukubali ukweli mapema. Niko hapa na siondoke hapa. Kwa hiyo ujifunze kuishi na mimi kwa amani, au ujue tu ya kwamba sina tatizo kukuonyesha mahali kwamba wewe ni mdogo tu mbele ya watu. Nisikilize Eliana, unang'ang'ania, unakuwa king'anga ukidhani kwamba ipo siku Victor atakutazama kwa jicho la upendo. Ngoja nikwambie kitu Eliana, kama mimi ningekuwa ni wewe, basi ningeshaondoka mapema sana kutafuta tu maisha mengine. Lakini kwa kuwa umeamua kubaki hapa, sawa, sio mbaya. Utakuwa mlezi bora wa mtoto nitakayemzaa na Victor. Makubwa. Kumbe mwenzetu una ndoto za kuzaa, yaani mpaka ndoto za kuzaa unazo. Sewe Hafsa, una mawazo marefu sana Lakini nashindwa kuelewa, huyo mwanaume wa kukutia hiyo mimba wewe yuko wapi? Yuko wapi huyo mwanaume wa kukuweka hiyo mimba? Hafsa alipiga hatua moja nyuma, aliketi juu ya meza ya jiko kwa mapozi na kisha akasema, usijali. Kama ni kuhusu mwanaume yupo, anaitwa Victor Mazanda. Hapo vipi Shosti? Nimekupiga kwenye mshono sio? Kauli hiyo ya Hafsa ilionekana kuumuma sana Eliana, lakini hata hivyo Eliana hakutaka kuonesha udhaifu kwa Hafsa. Eliana alitabasamu na kisha akasema, nitakuwepo hapa, ngoja tuone kama utashika hiyo mimba. Unajaribu kuongea kinyume chake sio? Unadhani sitoshika mimba Sio kushika tu mimba, sidhani hata kama Victor atatoa nguo yake ndani hata siku moja mbele yako. Maskini Eliana. Hivi mbona una mawazo ya kuku wewe? Tena kuku mwenyewe ni kifaranga aliyotolewa leo. Yaani niwe kwenye mahusiano na Victor kwa zaidi ya miaka 3. Awe hajatoa nguo yake ya ndani kweli? Au unasema hivyo ili kujifurahisha tu nafsi yako? Nina uhakika na maneno yangu. Moyo wako unajua hilo. Au unaongopa? Maneno hayo yalimchoma Hafsa kama sindano yenye sumu. Alijua kabisa Eliana alikuwa akicheza mchezo wa kisaikolojia, kumrudisha nyuma na kumfanya jihisi mgeni katika nyumba anayodhani atatawala. Mmoja wa wafanyakazi wapya aliingilia kimya, akimpa Eliana kikombe cha chai ya moto. Eliana alipokea kwa mikono yote miwili, akainywa kwa madoido na kisha alimgeukia tena Hafsa.
Haya sasa, unaone, wanaelewa maelekezo. Sasa naomba usiniharibie siku yangu Hafsa. Tena hii asubuhi nina ratiba ndefu sana ya kupanga leo. Hafsa akiwa na hasira iliyofikia kilele, aligeuka kwa nguvu na kuondoka jikoni pale bila hata neno jingine. Miguu yake ilipiga sakafu kwa nguvu, ikiacha sauti iliyoashiria vita nyingine iko njiani inakuja. Moja kwa moja Hafsa alirudi chumbani kwao huku akiwa kafura kwa hasira kweli kweli. Alipoingia tu chumbani, alianza kumwamsha Victor kwa fujo. Victor alipoamka, kabla hata hajakaa sawa, alikutana na maneno makali kutoka kwa Hafsa. Si unaona Victor? Victor, si unaona? Nilikwambia mimi simtaki hapa ndani, lakini kwa nini unamng'ang'ania? Victor alikusanya nguvu, akaketi vizuri kitandani na kisha kwa sauti ya upole yenye maswali akasema, Hafsa, nini tena? Unaniuliza nini? Huko jikoni huyo mchenzi wako anajitawala tu. Hivi anajiona ni nani humu ndani? Hafsa, hebu tulia kwanza. Tulia basi kwanza Hafsa. Unajua wewe bado una kidonda Victor, usitumie hiki kidonda kama sababu ya kutaka kunituliza. Victor, naomba unisikilize. Tena unisikilize vizuri. Nenda kamfukuza Eliana. Sitaki tena kumwona mimi humu ndani. Mpaka hapo Victor alielewa kuwa anayeongelewa na Hafsa ni Eliana. Haraka sana alimwa kutoka mule chumbani. Alipokuwa akipita kwenye korido inayoelekea jikoni, hata yeye mwenyewe alishangaa kuona wafanyakazi wapya, tena wakiwa wako biza wanaendelea na majukumu yao ya kila siku, kana kwamba wana muda mrefu toka waanze kazi pale ndani. Victor alipofika jikoni, alimwona Eliana akiwa anatoka jikoni, tena akitembea kwa mapozi kuelekea sebuleni. Victor kwanza ilibidi amshike mkono akamsogeza ukutani. Harufu ya manukato ya gharama aliyokuwa kapulizia sambamba na kigauni chake kifupi kilichokuwa kimembana vyema kwenye maumbile yake ilimfanya Victor kwanza atulie kwa sekunde kadhaa, huku akijaribu kutathmini uzuri wa Eliana. Victor, hebu niache bana. Nini asubuhi kugombana? Alisema Eliana. Victor alimwachia na kisha akamuuliza, hivi wewe una kitu gani wewe mwanamke? Kwa nini unanichanganya akili yangu? Yaani kwa nini akili yangu unaivuruga? Eliana aliacha tabasamu na kisha akasema, na bado Victor, kama ni kuchanganyikiwa, basi nikwambie tu utachanganyikiwa sana. Hebu sema, nini kimekufanya unizuie? Nataka kujua umemfanya nini Hafsa? Na hao wafanya kazi wapya wamefikaje hapa ndani? Hapo Eliana hakujibu chochote, badala yake alianza kupiga hatua kuondoka. Victor akamzuia tena na kisha akamwambia, we. Si nimekuuliza? Sasa mbona unaondoka? Unataka kujua kwa nini, si ndio? Ndio, nataka kujua kwa nini. Okay, sawa. Nifuate. Victor alianza kumfuata Eliana kwa nyuma. Walikwenda mpaka sebuleni ambapo Eliana alishika simu yake na kisha akamwambia, tazama mwenyewe uone. Umeona? Mamangu amekuwa akinipigia simu tokea siku ambayo tulifunga safari kuja huko Scotland kwa ajili ya fungate. Lakini kwa ulichonifanyia Victor, sikuwa hata na ujasiri wa kuongea na mama. Mara kadhaa mama alinionya kuhusu kuolewa na wewe, lakini mimi niliangalia zaidi hisia zangu kuliko kuona uhalisia jinsi ulivyo. Lakini hata hivyo hakijaribika kitu. Natumai utakuwa umeona huo ujumbe aliotuma mama kwenye simu yangu, si ndio? Victor aliporudisha tena macho kwenye ile simu, alikutana na ujumbe ambao hata mwenyewe ulimshtua sana. Ujumbe huo ulikuwa unaonyesha kuwa siku za usoni mama yake Eliana atakuja Scotland kuwatembelea. Macho yalimtoka Victor. Alijua kabisa ya kuwa siri yake ya kuwa na Hafsa badala ya Eliana inakwenda kufichuka, hali ya kuwa bado hajatimiza mipango yake. Vipi, umeshtuka alihoji Eliana na kisha Victor akasema, Sikiliza Eliana, fanya mpango mamako asije huku kwanza. Na kama kijua hili mapema, utakaye aibika ni wewe. Kumbuka hilo. Hivi wakati unafanya hivi ukuwaza kama kuna aibu mbele? Eliana, hebu acha basi ubishi kwanza. Hebu shika kamata simu yako. Mpigie mama yako. Mwambie asije huku kwa sasa. Asije. Victor,
siwezi kufanya hivyo. Wewe umeamua kunidhalilisha bila hata ya chembe ya aibu usoni mwako. Basi acha mama aje, ajue kinachoendelea huko, na kisha atamfahamisha Mheshimiwa Rais. Then tutaona kama bado utakuwa na hiki kiburi unachonifanyia mimi tena kwa makusudi kabisa. Nisikilize Eliana, nisikilize. Mimi nataka kumzuia mama yako kwa faida yako. Ila wewe unaona kama vile kwa faida yangu. Labda nikukumbushe tu kwamba mimi sipewi talaka. Sio wewe ambaye unamwacha mwanamke. Mimi mwanaume ndo naacha. Na kwa mantiki hiyo atakaye aibika hapa ni wewe na sio mimi. Sawa basi. Acha tuone nini kitatokea. Eliana, hivi una matatizo gani? Niko serious. Wewe mbona kama unaleta utani? Mamako akija hapa akimkuta Hafsa unadhani nini kitatokea? Victor, kwani wewe lengo lako nini? Kunikasirisha sio? Mimi ndo nimemleta huyu hawara yako humo ndani? Hebu sikiliza bwana. Kama huna cha kuongea na mimi ondoka hapa. Alafu kitu kingine. Huyu kigagula wako huyu hapa ndani, mwambie sitaki kuingiliwa kwenye mambo yangu. Hapa ndani mimi ndo mama mjengo. Mimi ndo nimeolewa. Haijalishi baba mjengo ni mshenzi kiasi gani, ila mimi ndiye mama mjengo humu ndani. I hope umenielewa. Aliongea Eliana na kisha akiwa anaendelea na shughuli zake. Victor alibaki anamwangalia tu, akili yake ilianza kuvurugika hasa mara baada ya kusikia kuwa mama yake na Eliana, yani mama mkwe wake, mama mzazi wa Eliana, atakuja kuwatembelea. Victor kwanza alirudi chumbani kwake ambapo alimkuta Hafsa akiwa anamsubiri. Victor, naamini umemfukuza yule hawara yako, si ndio? Aliongea Hafsa. Victor akamwambia, sikiliza Hafsa, hebu tulia kwanza. Kichwa changu kinawaka moto hapa nilipo. Hebu niache kabisa, niache. Victor usinitanie. Victor, nilishakwambia sitaki ukewenza mimi, sitaki. Usiniambie habari za kichwa kuwaka moto. Mimi mwenyewe kichwa changu kinawaka majivu. Nimekwambia hivi, nataka kujua umemfukuza au hujamfukuza Eliana. Victor, kukaa kwako kimya maana yake nini? Anyway. Mimi sasa nachukulia kama umeshindwa kumfukuza. Hivyo, kwa kuwa umeshindwa kumuondoa humu ndani, subiri uone nini nitafanya kwa ajili yake nakwambia. Una maana gani kusema hivyo Hafsa? Utajua tu Victor. Utaijua. Wewe unanikalia kimya. Unaenda wapi sasa Hafsa? Hafsa, naenda kupunga hewa safi nje baba. Siwezi kuendelea kukaa humu ndani kwa hiki kilichotokea. Siwezi Victor. Hafsa, hebu tulia kwanza. Sipendi hii tabia kutoka tu vile ambavyo unajisikia. Victor, labda nikukumbushe, hujanioa mimi. Na kama haitoshi, hutaki kumuondoa huyo kinyago wako humu ndani. Sasa, kama ni hivyo, kwa nini nitie amri zako? Timiza wajibu wako kama mume, alafu one kama mimi sitatia amri zako kama mke. Tutaonana baadaye. Acha kwanza nikapunge hewa safi yenye ubaridi huko nje. Victor alibaki amechanganyikiwa. Kilichompa mawazo zaidi sio ugomvi wa mule ndani, wala si Hafsa, wala sio Eliana, bali ni ujio wa mama yake mkwe. Hii ilikuwa ina maana ya kwamba ikiwa mama mkwe wake atakuja, basi atajua kinachoendelea, na pengine ile ndoa inaweza kavunjwa katika namna ambayo yeye atapata hasara za moja kwa moja, ikiwamo kupoteza kazi yake kama mkurugenzi mkuu idara ya kazi, ajira, maendeleo kwa vijana ndani ya Ikulu. Naam, msikilizaji, ulipofika mchana, mwanga wa jua ulipenya kwa upole kupitia mapazia mazito ya hariri yaliyokuwa yakining'inia kwenye dirisha kubwa la chumba cha Victor. Alikuwa amekaa kitandani, mgongo wake ukiegemea viti viwili vilivyokuwa vimewekwa kama mto wa kuegemea. Mikono ilikuwa imeunganishwa nyuma ya kichwa, huku mawazo yake yakimzonga. Picha ya mama yake mkwe, yani mama yake Eliana, kuja nyumbani pale ilimletea hisia mchanganyiko. Alijua mwanamke yule alikuwa na lugha kali na macho ya kupenyeza yanayoweza kumchoma mtu hadi kwenye nafsi yake. Victor hakuwa na uhakika kama alikuwa tayari kwa maswali ya moja kwa moja au hali ya kusomewa hukumu kwa kila kitu kilichotokea kati yake na Eliana. Akiwa bado amemezwa na mawazo, mlango wa chumba chake ulifunguliwa taratibu bila hata ya kubisha.
Harufu nyororo ya manukato hali ilianza kujaa hewani kabla hata hajatambua ni nani aliingia. Macho yake yalikutana na taswira iliyomfanya baki akimtazama bila kufumba macho kwa sekunde kadhaa. Eliana alikuwa amesimama mlangoni kana kwamba ni mwanamitindo aliyejitokeza kwenye jukwaa kuu la Paris. Alikuwa amevalia gauni la rangi ya dhahabu likishikilia mwili wake kwa ustadi kana kwamba lilishonwa kulingana na alama za mwili wake. Kila unyoofu na mwinuko ulionekana wazi kabisa, lakini bado mavazi yale yalibaki kuwa ya heshima na ya hali ya juu. Miguuni alikuwa amevalia viatu virefu. Nywele zake ndefu zilikuwa zimetelezea mabegani, zikionekana kung'aa kwa mwanga wa jua uliopiga kutoka dirishani. Midomo yake Eliana iliyopakwa rangi nyekundu yenye kung'aa ilionekana kama mtego wa kuvuta kila neno kutoka kinywani mwake. Unaonekana ni mtu mwenye mawazo mazito sana mume wangu Eliana alisema akitembea taratibu kuelekea kitandani, huku nyonga zake zikitingishwa kwa ustadi wa mwanamke anayejua anatizamwa. Sauti yake ilikuwa tulivu lakini na ile yenye chembe za umiliki wa hali. Victor alipiga kicheko kidogo cha chini. Alishindwa kabisa kuficha jinsi alivyochanganyikiwa na uwepo wake. Wewe ukiingia tu mawazo yote yanabadilika. Tafadhali, hapa nilipo nina matatizo mengi mno. Sihitaji kuongezewa matatizo mengine Eliana. Nadhani tumeelewana kwenye hilo. Eliana alikaa ukingoni mwa kitanda akipanda mguu wake mmoja juu ya mwingine na kisha akamgeukia. Basi ngoja nikubadilishie mawazo kabisa leo. Alisogeza uso wake karibu kidogo, akipunguza sauti yake kana kwamba anatoa siri. Victor, kama utaki mamangu aje hapa na kugeuza hii nyumba kuwa mahakama, kuna njia moja rahisi sana kuweza kumzuia mamangu asije hapa. Njia gani hiyo? Hapo Eliana alitabasamu kwa namna ya pepo wa kimahaba, akapiga kidole taratibu kwenye kifua chake na akasema, utaongozana na mimi mahali, lakini kwa sharti moja tu. Tutakuwa kama mke na mume wapya kabisa, wenye kupendana sana, na utaonyesha hadharani ya kuwa bado ninakufanya uwe na furaha kuliko mtu mwingine yote kwenye hii dunia. Tumeelewana Victor Mazanda mtoto wa waziri? Victor alibaki kimya kwa sekunde chache, macho yake yakitafuta majibu usoni mwa Eliana. Alijua huyu mwanamke alikuwa na mipango isiyo rahisi kuisoma. Na tukishafika huko tunakwenda wapi sasa? Aliuliza kwa sauti yenye mashaka. Eliana alipiga kicheko cha taratibu akicheza na nywele zake. Acha nikubakishie mshangao. Utajua tukifika. Kitu cha umuhimu ni kwamba utanivaa kama mume wa ndoto zangu na nitakufaa kama mke wa ndoto zako, hata kama kwa masaa machache tu. Je, uko tayari kwa hilo? Naam. Kwa namna fulani maneno yake yalichanganya moyo wa Victor. Sehemu ya nafsi yake ilitaka kujua anachopanga, lakini sehemu nyingine ilivutwa na ule mchezo wa kisaikolojia, ule mvuto usioelezeka wa Eliana. Victor alijikuta akisema, okay sawa, nitajiandaa kwa hilo. Kikubwa sikuigiza tu ya kwamba sisi ni wapenzi na ninafurahia kuwa nawe karibu, si ndio? Eliana aliinuka, akampa lile tabasamu la kushinda vita na kisha akasogea kuelekea mlangoni. Dakika 30 tu. Usinicheleweshie ratiba yangu mume wangu. Victor akiwa bado amemkodolea macho Eliana, alihisi moyo wake ukipiga kwa kasi sio kwa kawaida. Sio kwamba hakuwa amemwona Eliana akipendeza hapo awali, lakini leo kulikuwa kuna kitu cha tofauti, kana kwamba alikuwa akitumia kila kipengele cha uzuri wake kumweka kwenye mtego na hakujua kama alikuwa tayari kuupinga. Ndani ya dakika chache tayari alikuwa akitembea naye bega kwa bega mbele ya ulimwengu. Walionekana kama wapenzi waliobobea kwenye mapenzi mapya, lakini moyoni alijua mchezo wa Eliana hauishi hapo. Wakati huo, sehemu ya nyuma ya jumba la Victor
hasa jikoni na eneo la huduma. Kulikuwa kuna harakati nyingi za kazi. Wafanyakazi wapya ndani waliokuwa wameajiriwa na Eliana siku iliyokuwa imepita walikuwa wameshaanza kuzoeana. Harufu ya pilau iliyokuwa ikichemka kwenye sufuria kubwa iliyochanganyika na sauti zao ambazo hazikuwa za kuficha kabisa. Mariam, msichana mwembamba mwenye tabasamu la haraka na lugha isiyokuwa hiana, alisimama karibu na sinki akiosha mboga huku akipiga jicho kwa mlango wa kuingilia jikoni. Hivi nye, mmeona leo Eliana alivyojitokeza? Mimi sijawahi kuona mrembo kama yule anaishi humu ndani jamani, alisema Mariam huku akipiga makofi madogo kumpongeza mtu hewani. Salma aliyekuwa akipanga matunda kwenye bakuli kubwa alikunja uso kwa kusema, hiyo sio hoja. Uzuri ni kitu kimoja tu, lakini bosi wetu anampenda Hafsa na ndio maana hata pale sebleni mara zote kiketi macho yake yanamwangalia Hafsa kama vile dunia imesimama. Mariam alicheka kwa sauti ndogo, alitingisha kichwa na kusema, acha masiara Salma. Mapenzi bila muonekano mzuri hayadumu siku hizi. Hivi umeshindwa kuona kwamba Eliana anavyojiamini? Eliana ni mzuri kuliko hata Hafsa. Eliana anaingia sehemu yoyote na kila mtu anatulia kumtazama. Mimi nadhani mama mjengo kweli ni yeye anayestahili. Katikati yao, Zawadi ambaye ni mfanyakazi mpya aliyekuwa mgeni kabisa mjini hapo, alikatiza mazungumzo huku akiwa amekishika kisu. Lakini nyinyi mnajua nani hasa ni mke wa Victor? Maana nimekuwa nikisikia maneno ya huku na kule. Siku moja nasikia Eliana ndo mke halisi wa Victor, lakini siku nyingine nasikia Hafsa ndo mke wa Victor. Hivi jamani imekaaje? Zawadi alipoliza swali hilo, Salma alipiga mabega kwa kusema, yani kama ungeniuliza mimi hilo swali ningesema ni Hafsa. Tumekuwa tukiona mara nyingi tu Victor akiwa pamoja na Hafsa. Hata watu wakiongea mitaani wanamuita mke wa Victor. Hadharani wanamuita mke wa Victor. Nye, huyo Eliana mimi nadhani ni mgeni tu hapa au labda rafiki wa familia. We, unasema rafiki? Hujui kwamba huyo Eliana ana nguvu za ajabu? Jana tu ameingia na kutuleta sisi wote hapa wapya huku akisema yeye ndiye mama mwenye nyumba. Na kwa namna anavyotembea humu ndani, Hafsa mwenyewe anachanganyikiwa. Wote walicheka kimya kimya huku akihakikisha hawasikiki hadi sebleni. Zawadi alisogea karibu zaidi, akipunguza sauti zaidi. Nye, lakini sio ajabu kama Victor anaona tofauti. Wanaume wengi wanapenda wanawake wanaojiamini kama Eliana. Mnapoenda sehemu anatoka amependeza, kila mtu anamwangalia, inafanya mwanaume ajivunie. Labda ndo maana amekubali kuishi naye. Salma alitingisha kichwa kwa msisitizo. Labda, lakini mapenzi ya kweli hayapimi kwa macho ya watu. Mimi naamini Hafsa ndo moyo wake. Eliana anaweza kuwa mrembo, lakini Hafsa ndiye anayemfanya Victor aweke kichwa chake sawa. Kumbuka, mwanamke mzuri sio lazima awe wa moyo wako. Mariam alijibu kwa tone ya ushindi. Haya, sawa. Lakini wakati mwingine jamani, moyo unabadilishwa na macho. Dadangu, subiri tuone. Mambo haya yana mwisho wake. Wakati huo wafanyakazi hawa walikuwa wakizungumza hayo. Kicheko cha mbali cha Eliana kilisikika kutokea koridoni, sauti yake ikiwa na ule msisitizo wa mtu anayejua anatambulisha uwepo wake. Wote watatu wafanyakazi hawa walitazamana kwa macho yenye maana na kisha kila mmoja alirudi kwenye kazi yake. Lakini mazungumzo yale yaliendelea kichwani mwao. Humo ndani bwana, jumba kubwa la Victor lilikuwa limegawanyika katika kambi mbili za kimya kimya. Kulikuwa kuna wale wanaomwona Eliana kama malkia mpya wa nyumba, lakini pia kulikuwa kuna wale wanaomwona Hafsa kama ndo mke halisi wa bosi Victor. Mvutano huu wa siri kama moshi usio na moto ulionekana wazi kabisa. Ulikuwa ukisubiri tu upepo wa kuguswa kidogo tu ili kuwasha moto wa kweli. Tukirudi kwa kina Victor, walionekana wakitembea bega kwa bega, gari lao likiwa limeegeshwa kando ya njia yenye miti mirefu. Walikuwa wamefika kwenye eneo maarufu la Lovers Festival,
tamasha la kimapenzi linalofanyika mara moja kila mwaka huko Scotland, likiwaleta pamoja wapenzi kutoka sehemu mbalimbali duniani kusherehekea mapenzi yao. Mara walipofika kwenye lango kuu, walikaribishwa na muziki wa tarumbeta na gitaa la Kinobi. Ilipigwa taratibu, sauti zake zikichanganyika na nyimbo laini za Scotland. Harufu ya chai ya mitishamba na mkate wa oat ilijaa hewani. Eliana alikuwa amevalia gauni refu la rangi ya dhambarau lililomkaa mwilini kwa ustadi, na shingo yake ilipambwa kwa shanga za almasi ndogo ndogo zilizong'aa. Kila alipocheka Eliana, midomo yake yenye rangi nyekundu ilitoa mwanga wa kupendeza zaidi ya jua la mchana. Alitembea huku akishika mkono wa Victor kwa uthabiti, kana kwamba hakuna kitu kingine duniani zaidi ya wao wawili. Victor, ingawa alikuwa amevaa suti nyeusi ya kifahari na koti la sufu lililomfunika vizuri, alionekana akiwa na mawazo. Kila wakati alimtazama Eliana kwa jicho la kuuliza kwamba je, hii ni hisia za kweli au ni maigizo ya mwanamke anayepanga jambo jingine? Lakini kwa namna alivyokuwa akimvutia mbele ya watu, hakuwa na jibu la haraka. Katika tamasha hilo kulikuwa kuna michezo mingi kwa wapenzi. Mashindano ya kucheza muziki wa kitamaduni wa Scotland, mashindano ya kutengeneza mapambo ya maua pamoja na sehemu ya kuandika barua za mapenzi ambazo zingewekwa kwenye ukuta kumbukumbu. Ukuta kumbukumbu wa mapenzi mashuhuri. Eliana alimvuta Victor kwenye eneo la shindano la kucheza. Muziki ulipoanza, alimsogelea karibu, mikono yake ikipita shingoni mwa Victor, akicheka kwa furaha. Naamini kwamba leo hutofikiria kitu kingine, alisema kwa sauti ya chini, sauti yenye ukaribu kama anamnong'oneza siri. Victor kusema ule ukweli, alihisi moyo wake ukipiga kwa kasi kidogo, si kwa muziki bali kwa namna Eliana alivyokuwa karibu naye. Hakuelewa pamoja na ubaya wote alomfanyia Eliana, lakini bado Eliana anaonekana kuhitaji kitu kimoja tu, penzi lake. Wakati wakiendelea kucheza, watu kadhaa waligeuka kuwatizama. Wengine walipiga makofi, wengine waliwapiga picha. Victor alihisi kama vile walikuwa kweli wenzi wanaopendana, ingawa kichwani mwake bado kulikuwa kuna kivuli cha mashaka. Baada ya mashindano hayo, Eliana alimvuta kwenye kibanda cha maua ambapo alishiriki kutengeneza taji ya maua. Eliana alichagua maua ya rangi ya pinki na nyeupe, akipanga kwa umakini kana kwamba kila ua lilikuwa lina maana ya kipekee. Haya, Eliana alisema huku akimvika Victor taji hilo kichwani. Leo wewe ndiye mfalme wa mapenzi. Watu waliokuwa karibu walipiga kelele za furaha, wengine wakipiga picha. Victor alibaki kucheka, lakini ndani yake alikuwa anajiuliza, ni mfalme wa mapenzi au ni mchezaji tu wa mchezo wa Eliana? Wakati mchezo unaendelea, aliamua kumvuta Eliana pembeni na kisha akamuuliza, kama hivyo mwanamke, hivyo unajaribu kufanya kitu gani? Usiniambie kwamba bado una mpango wako wa kutaka kuwa na mimi. Hapo Eliana aliacha tabasamu na kisha akasema, wala sina huo mpango mimi. Kwa sababu kama ningekuwa na huo mpango, basi kamwe nisingekubali kuona uwepo wa Hafsa kwenye maisha yetu. Kwa hiyo haya unayoyafanya ina maana gani sasa? Hayana maana yoyote, isipokuwa nilikuwa nataka kutimiza ndoto yangu. Nilipanga siku nikiolewa lazima nije na mume wangu hapa. Ni hivyo tu. Kwa hiyo lazima ukumbuke sharti tulopeana nyumbani. Unatakiwa kutabasamu muda wote unapokuwa karibu na mimi, hususan katika hili eneo. Nisikilize Eliana. Kama unajaribu kuendelea na mpango wako wa kunitaka, hutofanikiwa. Naam, Eliana hakujibu hilo swali. Badala yake alianza kucheza muziki pamoja na watu wengine waliokuwa wanafurahia katika hilo eneo. Tamasha lilipofika kilele, kulikuwa kuna sherehe ya kutia sahihi kwenye kitabu cha kumbukumbu, ambapo kila jozi ya wapenzi walitakiwa kuandika majina yao na ujumbe wa mapenzi wa kudumu. Eliana alichukua kalamu ya wino mweusi na kuandika maneno yaliyosomeka, Victor, Eliana, mapenzi yetu ni safari isiyokuwa na mwisho. Eliana mara baada ya kumaliza kuandika ujumbe huo, aliinua macho yake na kisha akamtazama Victor kwa jicho lililojaa siri. Haya, weka hapo sahihi mume wangu,
alisema Eliana kwa msisitizo, akiweka kalamu mikononi mwake. Victor alisaini, lakini hisia mchanganyiko zilimjaa. Uhalisia wa maneno hayo ulikuwa na nguvu ya aina yake, kana kwamba Eliana alikuwa akimtumia ujumbe wa ndani, ujumbe ambao hakujua kama ulikuwa na upendo wa kweli au mpango wa kumzungusha. Baada ya shughuli zote, walikaa kwenye benchi lililokuwa lipo kando ya ziwa. Maji yake yalikuwa king'aa chini ya mwanga wa jua. Eliana aliweka kichwa chake kwenye bega la Victor. Alitabasamu bila hata ya wasiwasi. Siku kama hii naweza nikasema inatafutiwa muda. Victor, siku kama hii ya leo kumbukumbu yake inabaki milele. Amini usemeni, ipo siku utaikumbuka tu hii siku, alisema Eliana kwa sauti yenye utulivu. Victor alimtazama akijua kuwa kwa macho ya watu waliokuwa wakipita walionekana kama wapenzi wa ndoto, lakini ndani yake bado kulikuwa kuna swali lisilokuwa na jibu. Je, anaanza kumpenda Eliana kwa kweli au amenaswa kwenye mchezo wake wa hatari? Muda uliendelea kusogea, hatimaye usiku ukafika. Upepo wa siku hiyo ulikuwa ukivuma taratibu, huku ukitoa baridi ndani ya jumba la Victor. Ndani ya jumba hilo, Hafsa alikuwa ameketi sebuleni huku akipitia ukurasa wa Instagram. Macho yalimtoka pale alipoona picha za Victor na Eliana kama wapenzi wapya. Picha hizo zilikuwa zimepostiwa na ukurasa wa tamasha ambalo kina Victor walikuwa wameandaa. Picha hizo zilimuonesha Victor na Eliana wakiwa wamevalia vizuri kupita maelezo. Picha moja ilimwonyesha Eliana akimvalisha Victor taji la maua huku akicheka kwa furaha ya dhati kabisa, na picha nyingine ikiwa na video ya wao wakicheza muziki wa kitamaduni wa Scotland, mikono yao ikiwa imeungana kana kwamba walizaliwa kwa ajili ya kuwa pamoja. Moyo wa Hafsa ulipiga kwa kasi, hisia za hasira, wivu na uchungu ziliungana, zilimkaba koo. Kwa hiyo haya ndo maigizo wanayoyafanya wakiwa pamoja eh? Alijiwazia Hafsa, pumzi yake ilipanda. Alijua kabisa Eliana alikuwa na mpango wa kumdhalilisha, lakini hakutarajia afanye hivyo hadharani kwenye tukio kubwa kama hilo, mbele ya watu na kamera. Sauti za vicheko zilisikika kwenye korido. Hafsa alinyanyua macho yake kuelekea mlango, na hapo ndipo alipomwona Eliana akiingia. Gauni la rangi ya dhambarau alilokuwa amelivaa bado lilikuwa limemkaa vizuri. Nywele zake Eliana zilikuwa bado zimepangwa kwa ustadi, midomo yake ikiwa na ule mng'ao wa rangi nyekundu kuvutia. Alikuwa kama mwanamke aliyeibuka kidedea kwenye mashindano ya heshima. Oh, Hafsa mpenzi, Eliana alianza kwa sauti tamu yenye mkato wa dharau. Nilikuwa na uhakika kwamba utaona zile picha. Zimependeza sana, sivyo? Alisema Eliana huku akitembea kwa madaha, nyonga zikisogea kwa mtindo wa mwanamitindo, na kisha alichukua glasi ya maji kwenye meza. Alikunywa kwa utulivu kana kwamba hasira ya Hafsa haipo. Hafsa alisimama taratibu, alimkazia macho Eliana. Eliana, unafurahia kuona unajipiga picha na mume wangu kana kwamba wewe ndo mke wake halali, si ndio? Wewe hivyo Hafsa mzima kweli wewe Hafsa? Hivi kati yangu mimi nawe nani mke halali kwa Victor? Nisikilize Eliana, kuolewa na Victor hakumaanishi kwamba wewe ni mke halali. Haya, mbona vioja sasa? Haya, niambie sasa, kumbe kuna maana gani? Wewe ni kama kutu tu kwenye chuma, huna nafasi kwenye maisha ya Victor. Eliana, nitakuondoa kwa nguvu zangu zote kama vile mainjinia wanavyoondoa kutu kwenye kuta za meli. Hapo Eliana alitabasamu, tabasamu lisilokuwa na hatia lakini lililobeba maana nzito. Hafsa, kwanza sio mimi niileweka hizo picha, ni waandaji wa tamasha. Lakini jambo la pili, hapo Eliana alimsogelea karibu zaidi Hafsa, akainamisha uso wake karibu na Hafsa na kisha akamwambia,
Ukweli ni kwamba pale tulionekana kama mume na mke. Na kwa taarifa yako, masharti yangu kwa Victor yalikuwa yako wazi kabisa. Lazima tuonekane kama ndoa yetu bado ni changa na yenye mapenzi tele. Na tulifanikiwa, sivyo eh? Sasa hizo habari za kutu sijui meli, nadhani ni vyema kazipeleka bandarini. Sawa shosti yangu? Wewe ndo shosti king'ang'a, upo. Hafsa alihisi damu ikimchemka kwa maneno hayo ya Eliana. Hivi we Eliana, unafurahia kumtumia mume wangu kwa maigizo yako ya kijinga, si ndio? Bana we kwenda zako, mume gani? Wewe umeolewa lini we Hafsa? Hebu acha kujitoa ufahamu Hafsa. Au akili zako zimeanza kuhama kichwani mwako humo? Nisikilize Eliana, wewe ndo wacha kujitoa unafiki. Unafikiri sijui kama ulijaribu kutumia nguvu ya hadhi yako kumbakisha Victor kwako? Eliana, acha kujidanganya kwa maigizo ambayo haitakufikisha popote zaidi ya kupoteza muda wako tu. Victor ni wa kwangu. Maigizo eh? Yale sio maigizo. Ni kuishi maisha. Kumbuka mimi bado ni mke wa Victor kisheria. Haya wewe. Aliupima mwili wa Hafsa kutoka juu hadi chini kwa macho ya dharau, na kisha Eliana akaendelea kusema, bado hujapata hiyo nafasi ya kuwa mke wa Victor. Labda ndo maana unakereka sana kuniona niko karibu na mume wangu eti. Maneno hayo yalimuumiza Hafsa kama sindano ya moto. Nisikilize wewe Eliana, hata kama ukiwa na cheti cha ndoa, ukweli ni kwamba moyo wa Victor uko na mimi. Hafsa alijibu kwa sauti ya kujiamini, ingawa moyoni alikuwa akijitahidi sana kutulia. Eliana alicheka kwa upole na kisha akamzunguka kama paka anayemzunguka shabaha yake. Moyo, Eliana alirudia kwa kutamka kwa dhiaka. Moyo ni kitu cha ajabu sana. Mpenzi, hivi unaweza kuamini yupo na wewe? Lakini kwenye picha, kwenye macho ya watu na kwenye kumbukumbu za matukio kama haya, Victor anaonekana yuko na mimi. Na hiyo ndio kumbukumbu itakayobaki milele na milele. Kwa hiyo wewe Eliana unataka kunidhalilisha, si ndio? Unadhani nitakuacha uendelee na huu ujinga wako? Hapo Eliana alimtazama Hafsa moja kwa moja machoni. Akanyanyua kidole chake na kukipitisha taratibu kwenye nywele zake mwenyewe, akionekana kana kwamba anatafakari jibu. Hapana Hafsa. Mimi sipendi mchezo kudhalilisha. Mimi napenda kushinda. Na kwa sasa naonekana nimeshinda. Naam. Kabla Hafsa hajajibu, Eliana alitembea kuelekea ngazi, nyayo zake zikilia kwa ustadi kwenye sakafu ya mbao. Alipanda bila kugeuka nyuma, akimwacha Hafsa amesimama pale, akijua kwamba vita ya maneno yao ilikuwa imeanza rasmi. Eliana alipoingia chumbani kwake, harufu ya manukato yake ya kifahari ilijaa hewani pale alipopumua kwa nguvu, kama mtu aliyekuwa ameshinda pambano muhimu. Alitembea taratibu kuelekea kwenye kioo kikubwa cha ukutani, nywele zake zikicheza kwa mwendo madaha kutokana na upepo mdogo uliotokea dirishani. Aliangalia sura yake kwenye kioo, midomo yake ikiwa iko bado na rangi ya kuvutia, macho yake yakitetemeka kana kwamba yalikuwa na siri nzito. Yes, alijisemea Eliana kwa sauti ya chini, tabasamu la ushindi likichora midomo yake. Nilitaka umuone Hafsa, na umeona. Nilijua picha zile zingekupasua moyo, na bado ndo kwanza nimeanza. Eliana alivua lile gauni la rangi ya dhambalau taratibu, akaliweka kwa ustadi juu ya kiti cha mapambo, na kisha alichukua kioo cha mikononi, na kisha akaendelea kutazama uso wake kana kwamba alikuwa akitafuta ishara ya udhaifu, lakini hakuiona. Badala yake aliona mwanamke aliyeamua kuwa hatarudi tena kuwa mnyonge kama alivyoonekana wakati Victor na Hafsa walipomdhalilisha hapo awali. Hivyo wapuuzi walidhani kwamba nitaishi nikilia kwenye kona nikihesabu tu siku. Aliongea huku akijipaka mafuta yenye harufu kali ya maua ya waridi.
lakini sasa nitahesabu machungu yenu. Eliana alienda kwenye kabati lake, alitoa boksi dogo la mbao, akalifungua. Ndani kulikuwa kuna picha mbili. Moja siku ya harusi yake na Victor, na picha nyingine ya Victor akiwa amekaa karibu na Hafsa kwenye hafla fulani. Macho yake yalishuka kwenye picha ya pili. Alihisi joto la hasira likipanda Eliana, lakini ghafla tabasamu la dhihaka likachukua nafasi. Huu sio wakati wa kulia, ni wakati wa kulipiza kisasi, alijisemea Eliana kwa upole, akipiga picha ya mawazo yake. Alikumbuka namna walivyomnyima heshima, namna Victor alivyochagua kuwa na Hafsa hata wakati yeye bado alikuwa mke wake kisheria. Na kama hiyo haikutosha, walijaribu kumfanya onekane kama kikwazo kwenye maisha yao mapya. Kila hatua aliyopiga kuanzia asubuhi ya siku hiyo, kila tabasamu kwenye tamasha la wapendanao, na kila sentesi iliyomuumiza Hafsa ilikuwa ni sehemu ya mpango mkubwa, na mpango huo kwa Eliana ulikuwa kimkakati mno. Hakutaka kumshambulia Hafsa moja kwa moja kwa mikono au kwa maneno makali hadharani. Alitaka kumpasua ndani, pale ambapo maumivu hayaponi haraka. Eliana aliketi kwenye kitanda chake kikubwa, miguu yake ikipishana kwa ustadi, na kisha alichukua dali yake yenye jalada la ngozi. Kwa kalamu yenye wino wa bluu, alianza kuandika alichokijua mwenyewe ndani ya akili yake. Alipomaliza kuandika, alisoma maandiko hayo kwa tabasamu la ujasiri. Nitawavuruga pango kwa mpango, siku kwa siku, alisema Eliana kwa sauti ya chini, kana kwamba alikuwa akihutubia hadhira ya siri. Aligemea kitandani, akafumba macho na kuruhusu taswira zipite kichwani, ikionekana kama Hafsa akilia, Victor akichanganyikiwa, na yeye mwenyewe akiondoka huku akitabasamu, akiwa amefanikisha lengo lake. Taswira hizo zilimpa amani ya ajabu Eliana. Waliharibu maisha yangu. Sasa ni zamu yangu kutesa. Wakati huo, msikilizaji, kule mlangoni, mlango ulifunguka ambapo Victor aliingia akionekana amechoka, akishika koti lake mkononi na kuning'iniza kwenye mabega. Hafsa alikuwa amekaa kwenye sofa na macho yakimchoma kwa hasira ya dhahiri shairi. Alipomwona tu Victor, alimsogelea kwa jazba na kisha alianza kwa kumwambia, hivyo Victor. Hafsa alianza kwa sauti yenye ukali uliofunikwa na maumivu. Unajua umechelewa kiasi gani? Na umechelewa ukiwa na nani? Eliana, si ndio? Unawezaje kunifanyia hivi mimi Victor? Victor alisimama katikati ya chumba, akitabasamu kwa sekunde moja tu kama mtu aliyejaribu kupunguza moto wa hasira, lakini uso wa Hafsa ulimwonyesha wazi ya kuwa hii haikuwa hali ya mzaha. Hafsa, sikutaka hii iwe vurugu, lakini naweza nikakueleza nilichokifanya leo kilikuwa ni kwa faida yetu wote wawili. Faida? Faida gani hiyo inayohusisha wewe na yule kigagula mkiwa tena kwenye tamasha la wapendanao? Unaweza kunieleza hiyo faida vizuri Victor? Kwa sababu kwangu mimi inaonekana kama vile unamkubali sana Eliana na sio mimi. Victor alinyanyua mikono juu kwa ishara kutaka kusitisha mfululizo wa mashambulizi. Akamwambia, sikiliza, sio kama hivyo unavyofikiria Hafsa. Mama yake Eliana alikuwa anapanga kuja Scotland hapa nyumbani, na unajua vizuri huyu mama alivyokuwa mkali. Unajua kabisa nguvu ya familia yao jinsi ilivyo. Na sasa niambie, nini kingetokea ikiwa angetukuta hapa na kujua kila kitu kinachoendelea hapa? Kwa hiyo Victor, suluhisho lako lilikuwa ni kwenda kwenye tamasha la kimahaba na Eliana, si ndio? Kule ambapo kila mtu anawapiga picha, anawatagi Instagram, na sasa kila mtu anaona kwamba nyie ni mke na mume wenye mapenzi moto moto. Victor, unajua umenifanya nini leo? Umenidhalilisha. Alafu sio wewe ambaye ulikuwa ukisema ya kuwa umeshafanya maamuzi na kama hutorudi nyuma. Nini ambacho kimekubadilisha sasa Victor? Hafsa, jaribu kuwa mwelewa. Sharti la Eliana lilikuwa ni kumshawishi mama yake asije hapa. Ilikuwa ni kuonekana pamoja hadharani kama wapenzi. Sikuwa na nafasi ya kujadili sana. Niliamua kukubali ili nisikusumbue na drama za mama yake. Hivi tunavyoongea,
mama yake hawezi kuja tena kwa sababu tayari tumemtumia zile picha na kaona kwamba tupo kwenye kilele cha furaha. Hivyo kama kubaki huko Tanzania ili sisi tuendelee kufurahia maisha yetu hapa. Hapana Victor. Hapana Victor. Huu ni ujinga, siwezi kuendelea kuvumilia mimi. Ulisema kwamba utamuondoa Eliana hapa, lakini mpaka sasa sioni jitihada zozote za kufanikisha hili. Victor, mimi sio mtoto mdogo kunipumbaza. Usinifanye nikafikia hatua ya kukuambia uchague moja. Sasa kwa nini ufike huko sasa Hafsa? Hebu sikiliza, unapaswa kuwa na akili hata kidogo basi. Kimsingi hapa sisi ndio wakosaji. Kumbuka baba Eliana ndiye rais na ninafanya kazi kwenye ofisi yake. Hebu fikiria leo hii ajue hiki kinachoendelea kwa binti yake. Unadhani mimi nitaendelea kuwa mfanyakazi wa ikulu? Hizi pesa tunazotafuta hapa Scotland, unadhani nitazipata tena? Kwa nini ukufikiria hilo? Wewe unawaza mapenzi tu kwa yani unakuwa kama Eliana rafiki yangu. Muda wote mapenzi. Hafsa, sijakuzoea hivyo. Nisikilize Victor. Usinifananishe mimi na hiko kigagula chako. Alafu usijifanye sasa hivi ndo unafikiria sana wakati unaamua kuja na mimi huko Scotland. Hukujua kama unafanya kazi ikulu na baba mkwe wako ndio rais? Hukulijua hilo? Na kuuliza wewe, hukulijua hilo Victor? Hafsa, usifanye hili swala likawa kubwa bila sababu ya msingi. Sote tunaelewa kuwa Eliana ananipenda sana na anajaribu kufanya hivi akiamini labda mimi nitamtazama kwa jicho la tofauti, kitu ambacho hakipo na sijawahi kukiwaza hata kidogo. Sasa kwani tukombane mimi na wewe malkia wangu Kwa hiyo unajua kwamba alikushurutisha na bado kaenda. Victor, hii ina maana kwamba unampa nafasi ya kudhibiti kila kitu anachokitaka. Leo ni tamasha, kesho itakuwa ni safari ya kifahari. Kesho kutwa atataka uwe naye kwenye maonyesho ya dunia. Na mimi nitakuwa wapi? Kwenye kona nikingojea sababu nyingine mpya, si ndio? Hafsa, haiko hivyo. Nilifanya hii ili kulinda tulicho nacho. Hafsa, wakati mwingine inabidi mtu akubali kitu kidogo kinachoumiza ili kuepuka janga kubwa zaidi. Mimi sitaki kuwa maskini. Unajua kabisa kupata kazi ya heshima kama niliyokuwa nayo sasa hivi sio jambo dogo Hafsa. Na kimsingi mimi sipo tayari kuingia kwenye janga kubwa kama hilo. Naam. Hafsa alitikisa kichwa kwa upole, macho yake yakiwa yamejaa mchanganyiko wa hasira na huzuni. Janga kubwa Kwa mimi je? Victor, janga ni kukaa hapa nikijua mume wangu mtarajiwa amevaa vizuri, ameshikana mikono na mwanamke ambaye anataka kuniona nikiharibika, alafu naniletea majibu matamu eti ndio kwa faida yetu. Nisikilize Hafsa. Nipe muda na mpango wangu unakaribia. Nikiumaliza tu Eliana anaondoka hapa ndani. Yeye mwenyewe mimi nakwambia. Nisikilize Victor. Nimechoka kusikia hizo kauli zako kutoka kwako. Kwa sasa nahitaji vitendo na sio maneno matupu kama kampeni za kisiasa. Kimya kifupi kilitawala kwenye hiko chumba. Victor alihisi uzito wa maneno ya Hafsa, lakini pia hakutaka kuonekana dhaifu mbele yake. Hafsa, kama hutaki kuamini ninachokwambia, siwezi kukulazimisha. Lakini ujue kabisa nimekuwa nikijitahidi kuweka mambo sawa. Siwezi kuruhusu mama yake na Eliana aje hapa na kutusambaratisha. Niliona hii ndio njia rahisi zaidi. Hapo Hafsa alimwangalia kwa muda na kisha aligeuka na kuelekea chumbani bila kusema neno zaidi. Sauti ya mlango kufungwa kwa nguvu ilisikika, ikimwacha Victor peke yake sebleni, akihisi uzito wa mgongano huu ukizidi kuongezeka. Victor alikaa kwenye sofa, alishika kichwa kwa mikono yake. Ndani yake kulikuwa kuna vita. Upande mmoja alihisi kweli alikuwa amemlinda Hafsa kutokana na drama kubwa, lakini upande mwingine hakupuuza ukweli kwamba Eliana alikuwa akimvuta taratibu kwenye mchezo wake wa hatari. Usiku mkubwa ulipoingia, saa za ukutani zilikuwa zikitoa mlio wa taratibu, kana kwamba zilikuwa zikihesabu dakika kuelekea jambo lisilotarajiwa. Ndani ya nyumba kila mtu alikuwa amezama katika usingizi mzito. Victor alikuwa chumbani kwake amelala kwa mawazo yaliyomchosha. Eliana alikuwa kwenye chumba chake akitabasamu kwa ndoto tamu ya ushindi wa mchana. Na wafanyakazi wote wapya wa ndani walikuwa kwa kimya katika vyumba vyao vidogo,
lakini hata hivyo sio kila mtu alikuwa amenasa na usingizi huo wa amani. Chumba cha juu upande wa mashariki mwa jumba, Hafsa alifumba macho yake polepole. Siku hiyo kwa kuwa alikuwa amepishana kauli na Victor, hakutaka kulala naye kwenye chumba kimoja. Mwangaza hafifu wa mwezi uliokuwa ukiingia kupitia pazia jeupe ulionyesha uso wake wenye wasiwasi. Hafsa alikuwa amejilaza bila amani kwa muda mrefu, moyo wake ukipiga kwa kasi kana kwamba ulihitaji hatua kubwa ya kufanya. Alipiga moyo konde, aliketi kitandani akisikiliza kwa makini. Nyumba ilikuwa kimya kabisa, isipokuwa sauti ndogo ya upepo na kelele ya mbali ya maji ya mvua yaliyokuwa yakidondoka kwenye mabomba. Hakutaka kumwamsha mtu yoyote, na ndipo polepole Hafsa alivuta blanketi pembeni, alishuka kitandani kwa miguu ya taratibu kama paka anayejipenyeza gizani. Alivaa sweta nene ya rangi ya kijivu na suruali nyeusi, na kisha alichukua pochi ndogo na simu yake. Hatua zake zilikuwa ni nyepesi mno, Hafsa akitembea kwa sakafu ya mbao bila kutoa sauti. Kila hatua ilikuwa ni kama anapita kwenye mpaka wa hatari. Akiwa kwenye mlango wa chumba, alisimama kwa sekunde chache akawa anasikiliza tena. Hakuna sauti ya mtu yoyote, hata wale walinzi wa zamu waliokuwa kawaida wakitembea kwenye korido za chini walionekana kuwa mbali hiyo siku. Alifungua mlango taratibu, akikwepa mlio wa mlango, na kisha alijipenyeza nje. Korido ilikuwa imetulia, taa za ukutani zikiwa zimezimwa, zikiacha mwanga wa mwezi pekee kuupamba ukuta wa mawe. Hafsa alitembea taratibu kuelekea ngazi, akashika reli ya mbao kwa mkono mmoja ili kuepuka kuanguka. Aliposhuka hatua ya mwisho, alijipinda haraka kuelekea upande wa jikoni. Hafsa alijua kabisa sehemu ambayo ilikuwa na mlango mdogo wa nyuma unaotumiwa mara chache na wafanyakazi wa ndani upo maeneo ya jikoni. Huo mlango ulikuwa ndo njia pekee, ndo njia salama ya kuondoka bila kupita kwenye geti kuu ambalo lilikuwa lina walinzi wa zamu wa usiku. Alipofika jikoni, alihema taratibu, akatazama kila kona kuhakikisha hakuna mtu anayemwona. Vyombo vilikuwa vimepangwa vizuri na harufu ya chai ya asubuhi iliyopita ilibaki hewani. Aliendelea moja kwa moja mpaka pale kwenye kona ya jikoni kulikokuwa kuna mlango wa chuma wenye gridi ndogo ya kioo. Mikono yake ilitetemeka kidogo. Alivuta kipini, akajitahidi kuto kuufanya mlango utoe mlio. Mlango ulitia amri kwa kufunguka taratibu, na upepo baridi wa usiku ulimpiga usoni. Hafsa alihisi kana kwamba hewa hiyo ilikuwa ina uhuru aliokuwa akiutafuta kwa muda mrefu. Akavuka hatua kama 3 tu kutoka mlangoni, akajipenyeza kwenye kivuli cha miti mikubwa ya bustani ili kuto kuonekana. Alijua kuwa walinzi walikuwa na ratiba ya doria kila dakika 15. Alitumia nafasi hiyo kutoweka kabisa kwenye kivuli cha barabara ndogo inayoelekea upande wa nyuma wa jumba. Miguu yake ilikuwa ni mizito, lakini moyo wake ulikuwa na dhamira moja tu, kuondoka pale angalau kwa muda, ili kufanya jambo ambalo hakuwa na nia kumwambia mtu yeyote. Barabara ilikuwa kimya, taa zake chache tu zilitoa mwanga wa njano hafifu. Hafsa alitembea haraka, akijua kuwa kama mtu ataona kivuli chake anaweza kuulizwa maswali mengi. Alipofika kwenye kona barabara, aliona taa ndogo ya teksi iliyokuwa ikipaki umbali wa hatua chache. Bila kusita, aliinua mkono kuipungia taksi hiyo. Dereva, mwanaume makamo, alishusha kioo cha dirisha na kumuuliza kwamba unaenda wapi usiku huu dada? Hafsa alipumua kwa nguvu na kisha alijibu kwa sauti ya chini lakini thabiti kwamba anakwenda pale mjini, tafadhali haraka iwezekanavyo nipeleke. Teksi ilianza kuondoka taratibu, ikipita kwenye barabara yenye unyevunyevu, huku taa za nyuma kwenye nyumba ya Victor zikibaki zikididimia tu taratibu kwenye giza. Ndani ya gari, Hafsa alibaki kimya, akitazama kupitia kioo cha dirisha upande wa kushoto. Kila taa iliyopita ilionekana kama ukumbusho wa maisha aliyoyaacha nyuma kwa muda. Maisha yenye vita ya kimya, hisia za maumivu na ushindano wa mapenzi uliochochewa na chuki ya mtu mmoja tu, Eliana. Hafsa hakuwa na uhakika kama ataweza kurudi salama bila mtu kugundua alichokifanya, lakini moyo wake ulikuwa na msukumo wa siri ambao haukuhitaji ridhaa ya mtu yoyote. Usiku huu ulikuwa ni mwanzo wa kitu kipya, na kama Victor, Eliana au mtu mwingine yote angegundua, ingekuwa tayari imechelewa. Teksi ilipofika katikati ya jiji, taa za barabarani zilimpa Hafsa mwanga wa dhahabu unaoangaza juu ya lami yenye unyevunyevu. Dereva aligeuza usukani taratibu, akapita mbele ya maduka yaliyokuwa yamefungwa na kisha akaelekea kwenye eneo la kifahari lililojulikana kama The Royal District, kitovu cha hoteli na migahawa ya kifahari katika jiji la Scotland. Baada ya dakika chache, teksi ilisogea mbele ya jengo kubwa lenye muonekano wa kifahari.
The Sterling Grand Hotel, moja ya hoteli za nyota 5 maarufu zaidi nchini Scotland. Jengo hilo lilikuwa limepambwa kwa taa za dhahabu zilizong'aa, na kwenye mlango kulikuwa kuna mlinzi aliyevalia suti nadhifu akiwakaribisha wageni kwa tabasamu la kitaalamu. Hafsa alilipa ile taksi, alishuka taratibu kwenye taksi. Alitembea moja kwa moja hadi mlangoni. Alisalimiwa na mlinzi kwa heshima na kisha kaingia ndani. Harufu ya maua safi na mbao za kifahari zilimkaribisha mara moja. Sakafu ya tiles nyeupe iliyong'aa chini ya taa kubwa za candle, huku wageni wakiwa wameketi kwenye viti vya ngozi wakipiga tu gumzo na kunywa vinywaji vyao. Lakini Hafsa hakuwa na muda wa kushangaa mandhari hiyo ya hoteli. Alikuwa na lengo moja tu. Je, Hafsa alikuwa na lengo gani? Usijali, ngoja tuendelee, tutajua tu nini kilichomleta Hafsa kwenye hii hoteli. Hafsa alitembea haraka kuelekea kwenye kona ya kushoto ya ukumbi, ambapo kulikuwa kuna mlango wa kioo uliosababisha kuingia kwenye lounge ya faragha ya hoteli hiyo. Humo sasa, kwenye hiyo lounge, ndimo alipomkuta mtu aliyekuwa akimtafuta. Si mwingine ni Ademola. Naam, na ukweli wanakutana sasa Hafsa na Ademola ndani ya hii hoteli ya kifahari inayopatikana katika nchi ya Scotland. Hafsa amefuata nini hapa? Na imekuaje? Kumbe hawa watu wanajuana bwana. Hafsa na Ademola tendendene. Bwana, picha linaanza kunoga mtu wangu, na usikose katika sehemu inayofuata. Itakuwa ni sehemu tamu kweli kweli, sehemu ya 16. Mimi naitwa Uncle J. Bwana, Hafsa na Ademola wamekutana. Kumbe hawa ni timu moja, shenzi kabisa hawa. Wanatuchezea akili sisi. Hebu tukutane bwana kwenye sehemu ya 16. Mambo yatakuwa ni vipi? Bwana, bye bye kwa sasa. Mzigo umetayarishwa na kuandaliwa na Saidi JR. Mimi naitwa Uncle J.